huku wakiishi kwa hofu baada ya mwanamke mwenye umri wa miaka 42 kupatikana akiwa ameuawa kwa kukatwa na panga katika kisa kinachoshukiwa kuhusishwa mzozo wa kimapenzi. Mwili ulipatikana ndani ya chumba akiwa ameloa damu, kama anavyotuarifu Mike Chalo. Ni kisa cha ukatili kinachodaiwa kuhusishwa na mzozo wa kimapenzi. Inadaiwa kuwa baada ya kifo cha mumewe Mary Mburu almaarufu Njoki, aliingia katika uhusiano wa kimapenzi na Paul Ndung'u mwenye umri wa miaka 49. Yeye alikuwa anaishi hapa, lakini bwana wake alifariki. Lakini alikaa na huyu mtu kinyumba na anaitwa Jango, walikuwa wanaishi kinyumba. Wawili hao wakiishi kama wapenzi kwa muda kabla ya mzozo unaodaiwa kuanza jana majira ya saa 3 usiku. Paul Ndung'u alipompata Mary Mburu na mwanamume tofauti. Inasemekana labda ilikuwa ni urafiki, mzozo wa kiurafiki ambaye haijabainika. Leo asubuhi mwendo wa saa 4, Paul Ndung'u akiripoti katika kituo cha polisi cha Bahati akidai kudhulumiwa na mpenzi wake. Hata hivyo, polisi walipofika eneo la tukio kumkamata Mary Mburu, wakimkuta tayari akiwa ameuawa kwa kukatwa na panga, huku nguo zake zikiwa zimelowa damu. Ameuliwa usiku na boyfriend wake, na boyfriend yake akajipeleka kwa kituo cha polisi. Wakakuja na hiyo CID, ndio CID ajue ni nini ilitendeka. Hata CID akikuja hapo anajua ni mtu ameuliwa. Alikuwa anakuja kuona mwenye amepiga huyu mwanaume ni nani. Vile wamefika akakuta akapatwa na maiti kwa nyumba. Alikuwa amekatwa shingo, uso na kichwa. Alikuwa na majeraha kadhaa. Tumeshika huyu accused person Paul Ndung'u na Vairo, tuko na yeye na kesho tunampeleka kotini na mashtaka ya mauaji. Wakazi wa Bahati wanalalamikia ongezeko la visa vya ukatili wa aina hii, tukio hili likijiri wiki chache baada ya kisa cha Machi tarehe 29 ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 45 alidaiwa kumkata mke wake shingo kabla ya kichwa chake kupatikana baadaye. Umeona? Inaitwa love triangles. Huyu mwanaume amekuja akampata mwanamke akiwa na mwanaume mwingine, akiwa na mpango wa kando. Tunaongea kuhusu the divine formula, kitu ambacho Mungu alisema katika Biblia. Inamaanisha kwamba shetani amewafanya watu wasije wakazingatia msingi wa familia na ndoa. Sasa ikiwa umeolewa, alafu mwanaume anakuja na kupata ukiwa na mwanaume mwingine, anaamua kumaliza hasira yake kwako, maana kuna wivu iliyo ndani yake. Na andiko ambalo tumesoma katika Mwanzo 3 inasema tamaa yako itakuwa juu ya mume wako. Inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho Biblia inasema kuhusiana na masuala ya ndoa. Inamaanisha kwamba yule ambaye ameamua kukaa na mwenzake katika ndoa anafaa kumpenda mwenzake kama Kristo alivyolipenda kanisa lake, na unafaa kujitoa kwa ajili yake. Unafaa kujitoa unconditionally. Haufai kumweka mwingine katika Biblia. Na ndio naona maandiko yanasema mwanamke anaweza kuwa tu na uhusiano na mwanaume mwingine wakati mume wake amekufa ama ameaga, anafunguliwa. Soma kitabu cha Warumi 7 mstari wake ni wa 2, weka kwa screen. Romans chapter 7. Romans chapter 7. Nilikuwa nasikia wengine wakisema that men are naturally polygamous. Nakuja kuangalia hiyo mada kesho. Hiyo tutafuatilia kesho. Hii ni kitabu ambacho kinaitwa Romans chapter 7, Warumi 7. Aya yake ni ya 2. Biblia inasema maneno yafuatayo: kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa hai. Bali akifa yule mume, kamata point, bali akifa yule mume amefunguliwa ile sheria ya mume. Mstari wa 3, basi wakati awapo hai mumewe, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi. Inamaanisha ya kwamba mwanamke ameruhusiwa kuwa na mahusiano mengine wakati mume wake ameaga. Naona? Lakini katika hilo kisa ambacho kimetushangaza ni ya kwamba huyo mwanamke alikuwa na mke wake wa kwanza aliyekufa. Baada ya kufa akaolewa na mwanamume mwingine ambaye alikuwa na haki, huyo mwanaume.
Huyo mwanaume alikuwa na haki kabisa, maana alimuoa baada ya mume wake kufa wa kwanza. Sasa huyu mwanamke badala ya kuketi ama kukaa taratibu kwenye ndoa yake, na yeye ameenda kutafuta mpango wa kando. Sasa mwanaume anapokuja anamkuta na mwanaume mwingine, anaamua kumuua. Hilo ndilo jambo lilitokea pale. Kwa nini linafanyika hivyo? Ni kwa sababu asilimia kubwa labda unaweza kupata ya kwamba yule mwanamke anaona huyu jamaa pengine ni maskini ama hana pesa, unaona? Anatafutwa ama anatafuta mwanaume ambaye ana pesa na mali. Wanaanza kuzungumza, inaitwa private communications. Wanaanza kuchati, baadaye wanakutana hata kwenye hoteli. Wanabuki hata room, wanaanza kuzungumza, wanakuwa na uhusiano wa kisiri. Inaitwa secret communications. Lakini baadaye mwanaume anakuja kugundua, anavunja agano la ndoa, msingi ambao Mungu aliweka. Maandiko yakasema, enyi wanawake watiini waume zenu. Kitabu cha Waefeso 5 mstari wake ni 22. Weka kwa screen. Waefeso 5:22. Waefeso 5:22. Ephesians chapter 5 and verses number 22. Na ndio tunaanza. Ephesians chapter 5 verse 22. Inasema, enyi wake ama wanawake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Unaona? Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hivyo tunaambiwa katika Biblia kuhusu wanawake, mnafaa kuwatii waume zenu. Kama haungetaka wewe kuolewa na yule mwanaume, ungemwacha, ungetafuta yule tajiri mapema. Lakini maadamu ulikubali, ukaingia kwenye mahusiano, mkaonana hata kimwili, inamaanisha ya kwamba umefungwa na agano la Mungu. Wakati ambapo unatoka kwenye ile ndoa na agano na kuanza kuwa na mahusiano mengine na mwanaume mwingine, unatia wivu kwenye moyo wake. Ndio Biblia inasema umevunja agano. Kwa hivyo ninazungumza na hata wanawake ambao wameolewa. Wewe uko kwenye ndoa, umeoleka, kaa kwa ndoa yako, tulia. Yule mwanaume hata kama hana pesa, hata kama si tajiri kwa wakati huo, vumilia kwenye ndoa yako, tulia. Hilo ni agano ambalo limeandikwa mbinguni. Maana uliingia kwenye ndoa na agano. Na ndio maandiko yanasema ukiunganishwa na mtu kimwili, mbingu inasema ni mume wako. Unaona wale wanaenda kwa makahaba, wanaunganishwa kimwili, wanafikiria kwamba si mke wake, mbingu imeandika kwenye vitabu vya kumbukumbu. Ndio matatizo tunayozungumzia. Kwa hivyo wapendwa, tunapoangalia mambo kama haya ni mambo ya kuhuzunisha, kwa sababu unapata ya kwamba sasa shetani anachemsha roho za wanaume kuweza kutoa uhai. Jambo ambalo halikubaliki katika Biblia na halikubaliki katika jamii. Kwa hivyo ni nini ambacho tunajaribu kusema? Na tunazungumza hata na wachungaji wa makanisa, wale ambao wanasimama mbele ya madhabahu na kudai ya kwamba wanaongoza kundi ama watu. Muko na kibarua rafiki zangu. Muko na kibarua kikubwa cha kuongoza watu warejee katika misingi ya ndoa, kama vile ambavyo Mungu anavyozungumzia, kama vile ambavyo Mungu anavyoangalia. Sasa sikiliza. Na nataka uweze kuangalia vizuri hiyo video nyingine. Nataka usikilize, maana hiyo ni mambo ya love triangle. Sikiliza vizuri, hiyo video haijaisha. Sikiliza wanavyosema, au CS anavyosema. Askari tangu anaitwa Njoki Mary, ako na watoto 3 na ako almost 40 years. Alikuwa okay. Wakati nilifika uliona wenye ameuliwa kivipi? Nimesikia hata sijaingia kuona juu nimeshtuka sana, sina nguvu, lakini nasikia amekatakatwa, amekatakatwa. Sisi kama familia hiyo muda ameishi na yeye, tujaisikia kama wamevurugana, tujaisikia, lakini hata huyo mwanaume hapo anajulikana kwetu, ni vile tu kupatana naye kwa barabara, anakwambia ni rafiki yake, tumjui hivyo, ati tunamjua kifamilia. Kwa majina naitwa Charlie. Unasikia vile dada ya huyo marehemu anasema ati huyu mwanaume hata hatumjui kifamilia. Na wauliza nyinyi wanawake, you ladies, how dare you be married to a man ambaye hajafika kwenu? Nyinyi mnasomanga Biblia gani? Hii mapenzi mlio nayo inawapeleka mbio, speed ya ajabu. Utaratibu wa Biblia upo. Mtu akipatana na mpenzi, kwanza wazazi wanafaa kuelezwa. Sasa huyu anasema ya kwamba hata mwanaume hajulikani hata kwa boma, hata hawajui ni nani, na amekaa na dada yao zaidi ya mwaka na hata sasa hivi ninavyozungumza na kutoa hii presentation, najua kuna watu ambao wanakaa na wanaume
na huyo mwanaume hajawahi kwenda kwao na hajulikani. Wakati ambapo ndani ya Biblia tunaona ya kwamba Biblia ilikuwa imeweka msingi ya kwamba kwanza wazazi wajulishwe. Julisha watu wa kwenu. Jamani. Fuata utaratibu wa Biblia. Isaka alikwenda kuoa, wazazi walihusika. Hawakuolewa hivi hivi, ukisoma Mwanzo 34, hawakuolewa hivi hivi. Jamani, siturudi kwenye misingi ya Biblia, tutaona hizi vitu ni chache. Wakati ambapo mume wako wataanza kuleta matatizo, familia yako inamfahamu. Lakini leo tunaishi kipindi ambacho watu wanapatana kwenye mji, wanaanza kuishi hata miaka 2, 3. Na mtu anakaa na mwanaume tu. Na wewe kwa kweli kwenye mawazo yako unajua hajawahi kukanyaga kwenu, na wewe unakaa starehe. Unasema ya kwamba umeolewa town, mjini. Matatizo ya siku za mwisho, Yesu anasema walikuwa naoa na kuoleka. Waliondoka kwenye utaratibu wa Biblia. Ninazungumza na wanawake wasioleka. Ninazungumza na yule mwanadada ambaye yako na boyfriend, ambaye kwa sasa wameanza kukaa pamoja na yeye anafikiria ameoleka, wakati wazazi wake hawana habari. Na Biblia inasema hivi katika Genesis 34. Wacha nikukumbushe, tumalizie hiyo video. Nataka nikuonyeshe kitu, rafiki yangu, wewe ambaye unakaa na mwanaume ambaye hajulikani kwenu, hajawahi kukanyaga boma yenu, wala mpango hana, kwa sababu mlipatana town. Soma Genesis ama Mwanzo 24. Genesis 24. Nitaanzia mstari wake ni wa 50. Genesis 24 verse 50. Wacha nifungue pale kwa haraka. Wewe unakaaje na mwanaume na hajawahi kwenda kwenu? Na wewe unasema umeoleka aje? Unaona? Hapa kwenye Genesis chapter 24 ama Mwanzo 24. Inasema katika, wacha nianzie juu kidogo. Inasema katika mstari wake ni wa 37. Ibrahimu anamwambia kijakazi wake, anamwambia nini? Kisha bwana wangu akanipisha akisema, usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakaanani ambao nakaa katikati yao, katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa babangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia, bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu, watu wa imani na wa nyumba ya baba yangu. Naona? Ndipo utawafungulia kiapo changu hapo utakapo wafikilia jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Jamaa akatumwa na Ibrahimu akaenda. Mimi kitu ambacho kinanifurahisha hapa ni ya kwamba hakuna watu walioleka na walioa vile wanataka. Wazazi walihusika na walijua binti yetu ameoleka mahali fulani. Sio hizi umeuawa, mwenye kukuua unasema ni mume wako na hajajulikana hata kwenu. Sio hivyo. Angalia mstari wake ni wa 50. Naona 47, weka verse 47. Binti aliyekutana na yule aliyetumwa na Ibrahim, alipokutana naye akamuuliza swali la kwanza, kisha nikamuuliza nikisema, huu binti wa nani wewe? Walitaka kujua wazazi wa mwanamke, wazazi wa mwanaume ni akina nani? Naye akasema, mimi ni binti wa Bethuel mwana wa Nahor, Milka aliyemzalia, nami nikamtia hazama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, aliyeniongoza njiani nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu zake. Akajua ni ya kwamba ni Mungu amemuongoza. Alimuuliza, kwenu ni wapi? Mama yako ni nani? Wazazi wako ni akina nani? Si kama leo watu wanakutana, nitakuchezeshea video zingine hapo utashangaa. Watu wamekosana wanaenda kwa TV kusuluhisha mambo yao. Nitakuonyesha. Na Mungu atusaidie. Watumishi, sisi tuko na ukweli mwingi, tunaweza kufanya vitu Kenya hii, Eastern Central Africa. Kuna mambo nimefikiria nitawaambia baadaye. Angalia. Mstari wa 50 nasema, ndipo Laban na Bethuel wakajibu. Hawa ni wazazi. Hawa ni watu ambao walikuwa na yule binti. Wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama, huyu Rebeka yuko mbele yako, umchukue
ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele ya Bwana. Unaona? Watu walichukua wanawake baada ya kujulisha wazazi. Wazazi walihusika kiwango kikubwa. Sio kama leo. Sikiliza yule OCS yule anavyosema kwenye hiyo video. Nataka usikilize hiyo video. Waliuawa kwa nini? Sikiliza. Tiparini, Sub-County Police Commander Nakuru North. Leo asubuhi saa 4:30, Paul Dungu Ravairu alikuja kwa station. Vile alikuja kwanza akakuja akasema jana jioni huyu bibi yake ambaye anaitwa Mary Mburu alimpiga. Ni kwa sababu alienda kumtembelea akakuta wakiwa na mwanaume mwingine na ambaye tunatafuta na tujaweza kujua jina yake. Immediately police officers wakaenda kwa nyumba yake ambayo iko Kabatini live location, na wakapata mwanamke ambaye alitambuliwa kama Mary Mburu aged 42 years na ambaye wamekuwa na uhusiano na yeye akiwa already amekufa, na alikuwa amekatwa shingo, uso na kichwa. Alikuwa na majeraha kadhaa. Tumeshika wakamkuta amekufa, na amesema OCS pale askari ya kwamba waliingia wakapata ako kwenye uhusiano na mwanaume mwingine. Ninawauliza nyinyi ambao mko kwenye ndoa na bado mko na mahusiano mengine ya kisiri, ninawauliza, hiki kizazi ambacho tunaishi sasa kimewafundisha kitu gani nje ya mpango wa Mungu? Je, mnampenda Mungu ama mnapenda hisia zenu? Na sio hivyo tu, Biblia imesema ya kwamba wale ambao wanaingia katika the married relationship lazima wapendane, lazima wajitoe vikamilifu kwa ajili ya kila mmoja wao. Lazima waonyeshe ya kwamba wamethamini the marriage institution kama vile ambavyo Mungu alivyolikusudia. Wasipoonyesha hivyo, inamaanisha ya kwamba mwanamke asiporidhishwa na mumeo, na unapata hizi ndoa ni za ajabu ajabu, watu hata hawajapitia counseling sessions. Unajua zamani ndoa zilikuwa takatifu, maana Israeli walijifundisha kusoma Deuteronomy. Usiweke kwa screen. Mungu alisema watoto wote wafundishwe. Inamaanisha wana wa Israeli walipokuwa walielewa kweli na walielewa njia za Bwana. Si kama leo. Sio kama leo tunahitaji lazima tukue na counseling. Watu wanahitaji counseling. Nitakuonyesha leo. Watu wanahitaji counseling, wanahitaji kusaidika. Nimekuwa nikiangalia runinga moja hapa inaitwa Hebrew TV. Ati watu wamekosana katika relationship, wengine wameoana, ati wamekuja wamekaa kwa viti, ati wameitwa kwa TV wamekaa, ati wanaulizana maswali watu wawili. Nataka nikuwekea clip ndio uone vile shetani anachezea watu wakili. Alafu nikuulize, hao vile wanaongea hivi, wewe unaona wataishia wapi? Si mmoja wao ataishia kwa gunia, ametupwa kwa septic, kwa choo. Na ujue ni mume na mke. Ngoja kidogo. Ujue ni mume na mke wanajaribu kutoa tofauti zao kwenye live cameras. Ndio uone vile shetani amepeleka hili jambo mbali. Wapendwa sikilizeni. Wamepelekwa kwenye runinga, wako wameketi kwa viti, ati wanajaribu kusuluhisha shida zao, na wako wawili. Unaona? Wanajaribu kusuluhisha. Unaona? Sikiliza vile mwanamke anazungumza na mume wake. Na isitoshe ni watu wa kidunia. Ni watu ambao wanapenda happy, na hapa nitazungumza na wasichana ambao tukishaingia kwa campuses and universities ndio utajua nasema nini. Hapo ndio nitaanza kujenga msingi nikiongea na wasichana na wanaume wale wako universities. Sikiliza kwanza, sikiliza hawa. Hawa ni mume na mke waliachana. Wametengana kwa sababu ya mambo ya kwao. Sasa wamekuja ati pamoja kusuluhisha ndio warudiane. Haya, sikiliza wanavyozungumza. Utakuwa ni control hivyo, nitakuwa nakuja kwa nyumba senye nataka, I'll be doing my things, listen. I'll be spending time with my friends. Yeah. Listen. So kama you cannot cope with that, tuende tu kila mtu ende zake. Umeingia haji saa 6. Yeah, ina shida. Nimekuambia kama huwezi cope na vile ninataka, shauri yako, unaweza enda kutafuta msichana mwingine. Wasichana wako wengi. Kwanza niliona mbedo umcontrol hivyo vile unataka. Kwanza niona hapo chupa pombe hapo kwa balcony. Kunywangi? Chana mimi. Sasa mbona unaniingilia? Like unaona makosa zangu na uoni zako. Unajua unataka nini? Nani anatoa pesa? Umesikia?
Mwanamke anasema nitakuwa nakuja wakati nataka, na mwanaume anamuuliza unakuja saa 6 usiku kwa nyumba. Hicho ndicho kizazi tunachokizungumzia. Watu wanapatana campus, wanapatana university, wengine wanapatana colleges, ati wanaanza kuishi pamoja. Hawajawahi kupitia counseling session yoyote. Hawajawahi kukaa na mchungaji yoyote. Wamepuuzilia mambo ya Mungu. Sasa unaona mahali inaishia? Wewe unasikia huyo mwanamke vile anazungumza. Unataka kuniambia huyo ni bibi wa kukaa kwa nyumba? Hata kusikiliza tu. Unataka kuniambia huyo ni mtu mtakaa kwa nyumba mlee watoto na huyo? Unataka kuniambia huyo mwanamke ndiye mume wa nyumba ambaye Biblia imezungumza ya kwamba mwanaume ni kichwa cha familia vile wanavyozungumza? Unataka kuniambia hawa watu hawa ndio wanaitwa Gen Zs, wametoka university, wamepatana hapa, mmoja wao atasalia kumuua mwenzake kwa sababu huyu mwenye anasema tafuta wasichana wengine na tayari yako kwa ndoa. Na usisahau hawa ni watu hata wameonana hata kimwili. Wamelala hata kitanda kimoja. Na hashtuki, anamwambia katafute wasichana wengine. Anasahau maandiko yanaonya, yanasema ndoa iheshimike na watu wote. Unaona? Na malazi yawe safi. Kizazi hiki kimelaaniwa. Tunaishi kipindi cha Sodoma na Gomora. Tunaishi kipindi cha Nuhu. Watu walikuwa naoa na wanaolewa. Wanaacha ndoa, wanaingia ndoa nyingine jinsi wanavyotaka. Na unavyoangalia wanavyozungumza ni hivyo hivyo. Inamaanisha ya kwamba kipindi ambacho tunaishi itafika mahali ambapo we do not have any wife material anymore. Tuko na watu wanaitwa passers by. Wanapitia kwa ndoa wakiingia kwa ingine. Si unaona hata supermarkets leo ndio zinapika chakula. Unataka kuniambia leo wasichana gani wanapika kwa nyumba zao? Si ni wachache. Si wengi, ni wale wananunua chakula ready made. Atapika wakati gani na makucha marefu? Ni wakati gani atachukua hata manguo ati anafua kwake nyumbani kama zamani wakina Rebeka na wengine na wanawake watakatifu walikuwa wanafanya kazi za nyumbani. Leo majenzi wanataka kwenda out. Anataka kupitia kwa supermarket achukue ready made food wakule na familia. Hataki kazi za kupika. Kazi ambazo zilijulikana ni za wanawake, hawataki. Anataka kuhang out with friends na ameoleka. Anataka bado wakae na wasichana wengine nje wakicheka cheka. Sasa yule mwanaume anamuuliza, unakuja kwa nyumba saa 6? Anasema I want to come. Huwezi nifungia raya zangu ati nimeoleka? Na wauliza kizazi hiki, ninawahurumia sana. Kizazi cha mwisho kimepotoka. Kimepotoka, ninawahurumia. Wapendwa sikilizeni. Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi. Kwa nini leo wanauana? Nataka nikuulize swali. Yule mwanamke anapomwambia aende uchukue wasichana wengine, na huyu mwanaume tayari amempenda na moyo wake, wewe unadhania huyu mwanaume atakaa tu mwanaume mwingine aje? Ai, atapanga njama. Si ndio watu wanauana? Nataka nikuonyeshe leo. Na leo nataka nizungumze na mabinti wanaonisikiliza. Kama wewe ni binti na haujaoleka, pengine huko university, sikiliza. The universities of the land and the colleges of the land have become great gates of hell. Gates of hell. Na ukitaka kujua ni ukweli, safiri. Mimi naongea na wale wako Kenya. Safiri kutoka Nairobi ukienda Meru. Mimi naendanga huko sana kufanya huduma na watumishi wengine tukiwa tunaendesha gari. Alafu ninapita pale Chuka University mwendo wa saa 8, saa 9, saa 7:30, saa 8 usiku ndio tunapita hapo. My friend, utashangaa na wasichana wametoka nyumbani ati wameenda kusoma. Mama anajua hako university anasoma. Ukiangalia barabara pande hii na pande hii wasichana wanatembea, na huko kuna vilabu nje. Walevi chakari wameshikwa na wanaume, yani ukahaba wa hali ya juu. I am talking about colleges and universities of the land. Mapenzi hizo, love triangles. Unaona huyu anakaa na huyu kidogo kidogo, ameacha huyu anaingia kwa huyu anampangia njama, anaenda na muua. Wapendwa sikilizeni. Mambo ya upendo sio vile tunavyofikiria. Na ndio naona katika vitabu vyetu sisi Waadventista wa Sabato vya Roho Nabii tuliambiwa wakati mwingine ni vizuri wasichana wetu, fuateni masharti ya watu ambao ni wa kiroho. Fuateni masharti ya wazazi. Wazazi wanaweza kukusaidia na mawaidha. Usikae tu ya kwamba wewe umependa mtu. Kuna mama mmoja amelia mpaka leo. Nataka nikuonyeshe. Amelia kwa sababu yeye alimtuma msichana university kusoma.
University iko wapi? Mount Kenya University iko huko Central Kenya. Msichana amekufia Nakuru. Those are almost 7 hours to 6 hours drive. Mama anasema yeye alijua mtoto wako shule msichana, na vile alipatikana Nakuru amekufa, hajui. Aliitwa na boyfriend na ni first year. Mtu ameingia shule, amepata uhusiano mwaka wa kwanza. Wasichana wetu jameni, pigeni magoti muombe. Na kama wewe ni mzazi na uko na wasichana, watoto wasichana, anza kuwa na mpango wa kuomba Mungu na kuwashauri. Utapoteza wote. Kizazi hiki ni kibaya. Ngoja usikie kenye namaanisha. Nakwambia ukweli rafiki yangu, kama wewe ni mwanaume ama wewe ni mama na nyumba yako iko na wasichana tupu, ama asilimia kubwa ni wasichana watoto wako, anza kuwa na mpango wa kuweka vikao vya mashauri na kuongea na wao. Anza hiyo na maombi. Mimi sijui utafanya njia gani, lakini sikiliza, usiachilie wasichana tu wanaenda university, yameenda kusoma bachelors of science in sijui nini. Utapata yeye kwenye tangi ya choo ameuawa. Nataka usikilize kisa cha huyu mama. Mimi nimetoa machozi. Tunazungumzia love triangles. Tunazungumzia vifo. Unaona? Huyu msichana, huyu msichana ametoka kwao, ngoja kidogo. Ametoka kwao nyumbani. Unaona? Ameenda shule first year. Alipoingia shule, nataka msikilize vile mambo ilivyoendelea. It wouldn't take long for authorities to identify her. Her name was Vivian Kajaya, a 22-year-old student at Mount Kenya University. She wasn't from Nakuru. She was based in Thika, pursuing a bachelor's degree in social work and administration, a course built around helping people, supporting communities, making a difference. And yet, no one was there to protect her. So how did Vivian end up in a maize plantation miles away from where she started? Let's rewind. On October 12th, 2024, Vivian leaves Thika. She's traveling to Nakuru, and not for school, not for family. She's going to meet a man she had only known for about 2 weeks. I know, 2 weeks. Umeona? Amejua mwanaume wiki ngapi hizo? Wiki ngapi? Wiki 2. Naongea na wasichana wetu tafadhali. I am talking to you as a parent, sikilizeni. How do you know somebody for only 2 weeks? Na amekushawishi umesafiri kilomita zaidi ya 400 kukutana na yeye. 2 weeks. Umekutana na mtu wiki 2. Our generation has problems. Hiki ni kizazi ambacho kimelaaniwa. Na wazazi sikilizeni, kalisheni watoto wenu chini, wafundisheni kumcha Mungu. Wafundisheni kusema hapana. Let us teach our young ladies to say no and to focus on godly issues. Sasa kama huyu na mwingine nitakuonyesha, wamechukuana na mwanaume baada ya wiki 2 peke yake. Wanaenda kwa klabu, wanakunywa pombe, unaona? Mama hana habari. Upendo umewafikisha huko. Wanakunywa pombe. Wako kwenye kujivinjari. Ametoka Thika, ameenda Nakuru. Kufuata mwanaume Nakuru. Na mwanaume mwenye ameenda kufuata kumbe anamvizia. Anataka kumuua. Kwa nini? Huyu msichana kumbe alikuwa ametishia atamuacha. Unajua Biblia inasema tamaa yako itakuwa juu ya mume wako. Sijui ni aje alimtrick tena akaenda mpaka Nakuru akamuua. Maana aliona msichana ni mrembo na anataka kumuacha. Wacha nimuite Nakuru nimdanganye, akifika nimuue. Na hivyo ndivyo alivyofanya. Msichana wa miaka 21, 21 years. Ameingia tu university. Ninawauliza wasichana, wewe how long does it take wewe kuingia katika relationship na kusema I do? Wiki 2, you must be mad. Akili yako iko na shetani. Unafaa kumuomba Mungu zaidi. Katika Biblia hatujaona vitu kama hivyo. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba wanawake wa zamani waliokiri kumcha Mungu walikuwa ni watu wenye stamina. Walikuwa ni watu ambao wanaweza kustahimili majaribu. Na neno maandiko yanasema, Timotheo anasema tukimbie tamaa za kimwili. Hebu niwekee 2 Timothy kwanza ndio tuendelee na hiyo video. Kuna andiko nimekumbuka, 2 Timothy chapter 2. Kidogo nikuchezeshea video lakini sikiliza. 2 Timothy chapter 2 verses number 22 kama sijakosea. 2 Timothy 2 verse 22 inasema, 2 Timothy, Timotheo wa pili 2 mstari wake ni 22. Alafu ndio nikuchezeshea hiyo video uone msichana ametoka Mount Kenya University
Na usisahau mama yake anachoma mahindi Kawangware na anamlipia fee. Mama halali anatafuta mahindi ya kuchoma. Hiyo kisa imenipatia huzuni. Mimi kama kuna siku nimekuwa na huzuni ni leo nikifuatilia hiyo kesi. Na unajua ni mwezi huu tu msichana amezikwa. Hebu niwekee hiyo 2 Timothy chapter 2 verse 22 inasema, lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukatafute haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamuitao Bwana kwa moyo safi. Kama wasichana wetu kule campuses na colleges wangetilia maanani andiko hili, tafuteni amani pamoja na wale wanaomuita jina la Bwana. Tafuteni ukweli pamoja na wanaume ambao tayari wanamjua Mungu, ungeokolewa. Wamama, wafundisheni wasichana wetu watafute uhusiano na watu ambao wanamjua Mungu katika imani. Tuwafundisheni. Itawasaidia. Ayasikiliza huyu basi. Nataka umsikilize. Ameenda mpaka Nakuru kutafuta mwanaume ambaye si wa imani. Ameenda maana ameitwa wiki 2 peke yake. Angalia matokeo. That's barely enough time to know someone's last name, let alone trust them enough to travel across counties to meet them. But she goes. Anyway, before everything goes dark, Vivian speaks to her mother. Her name is Eunice Nideva, and like most parents, that call probably felt completely normal at the time. Routine, casual, nothing alarming. But it will become the last time she ever heard her daughter's voice. Niliongea na Vivian Jumamosi iliyoisha, nikamwambia kwa nini ukuje kutembea Kawangware, si tunaishi Kawangware Nairobi. Kwa nini ukujangi kutembea? Akaniambia mama, Jumamosi mimi naendanga library na Jumapili huwa nafua nguo zangu. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho kuongea na Vivian. Mimi nachoma mahindi nikisomesha Vivian. Na kila mara amekuwa akiniambia mama, kimaliza shule nitakuwekea biashara, sitaki ushinde ukikaa hapa mvua ikikunyeshea. Alikuwa mtoto ambaye ananiheshimu. Mtoto nikimwambia jambo ananisikia. Sijui nini ilimsukuma mpaka apatikane Nakuru. Bado nawaza. Vivian nilimzaa akiwa mtoto mwenye afya mwaka wa 2002. Vivian alianza shule mwaka wa 2004 mwezi wa 6 akiwa na miaka 2 Nairobi Venus Kangemi. Amekuwa mtoto mwerefu sana. Vivian amesoma Angel Kawangware mpaka akafika class 5. Vivian amesoma Feva akafika 7. Ndio dadangu akamchukua akampeleka Kamimei kule Nandi, kule Nandi mali dadangu anaishi. Amesoma kule primary na secondary na akapita na C+. Akaitwa Mount Kenya University. Alijoin huko mwaka wa 2022 mwezi wa 9 semester ya kwanza. Amekuwa mtoto mwaminifu sana hata kwa masomo yake. Sasa sijui nini iliingilia. Sada moment nilikuwa napita hapo kwa India. Kulikuwa na shamba imepandwa mahindi kando. Sasa mimi kupita nikaona mwili ya mtu imelala hapo kwa hiyo shamba. Sasa kitu kilikuja kwa akili yangu, mimi nilifikiria ni kama maybe anaweza kuwa alikuwa analima. At about midday we got a report that there was a dead body. This is a scene. And quick, this wasn't accidental, this was personal. And if that wasn't enough, the autopsy also revealed that Vivian had been sexually assaulted. So now we know this wasn't just murder, it was violence layered with... Sikiliza rafiki yangu. Mama anasema huyu msichana alipelekwa Mount Kenya University. Kwa hivyo mama siku zote akiwa Kawangware anajua msichana ako wapi, Mount Kenya University. Ninazungumza na ukina dada. Kama hautakaa kwenye mpango wa Biblia, Mungu hata kulinda. Ongea ukweli wakati wote. Tunashauriwa katika vitabu vya Roho Nabii. Na ninazungumza kama kuna watu wanaweza kukusaidia ni wazazi. Julisha mzazi, niko na mahusiano fulani na fulani na huyu na huyu. Mupeleke kwenu. Si dhambi lakini pelekea mzazi. Julisha mzazi. Sasa huyu mama atalia. Na analia majonzi kwa sababu hajawahi kujua msichana wake yuko kwenye mahusiano. Hajawahi kujua. Sijamaliza kuchezesha hiyo video.
Naongea na akina dada wale wako campus, umepatana na boyfriend. Kwa nini usiambie wazazi wako niko na boyfriend? Kwa nini unataka wazazi wakupate umetupwa kwenye tangi ya maji ukiwa maiti? Why? Kwa nini usiambie wazazi wako mimi nasafiri kwenda fulani, mahali fulani fulani? Inasemekana katika kitabu kimoja, wacha nikusaidie. Kuna kitabu kinaitwa nimekumbuka nukuu moja, my favorite writer, one of my favorite writers, anaandika akisema hivi katika kitabu kinaitwa Adventist Home, page 71, paragraph number 3. Naona? Usiangalie tu upendo ati mimi nimeshapendeka, sasa nimependwa, sasa utaki kusikia maneno, unataka kuficha. Maandiko yanasema ongea kweli, ongea kwa uwazi. Maana kila kitu lazima kitakuwa kwa nuru. Inasema two persons become acquainted. Watu wawili wanapatana na wanaanza kujuana. Unaona? They are infatuated with each other. Wanaanza kupendana. Wanafikiria kwamba upendo ni hiyo. And their whole attention is absorbed. Reason is blinded. Kitu ambacho kinafanya ukina dada wengi wanauawa ni kwa sababu reason yao inapotea katika mapenzi. Anapoteza mawazo, hawezi kufikiria. Amezama katika infatuation, sio upendo wa kweli. Ako katika kitu ambacho kinakaa ni upendo, lakini ni mpango wa shetani. Inasemekana ya kwamba reason is blinded and judgment is overthrown. Unaona? They will not submit to any advice or control. Hapo ndio unaona wasichana wengi wanarusha mikono. Mama yangu aliishi maisha yake, wacha mimi niishi yangu. Mapasta hata sitaki mambo yao, na hao ndio watakusaidia. Hao ndio watu Mungu ameweka duniani wanaweza kukusaidia wewe msichana. Inasema they will not yield to any advice or control, but insist on having their own way. Wanataka kufuata njia yao wenyewe regardless of the consequences. Like some epidemic, ni kama ugonjwa fulani, or contagion, ugonjwa wa kufisha, that must run its course is the infatuation that possesses them. Wako na upendo ambao umewakamata kama wa kishetani. And there seems to be no such thing as putting a stop to it. Na wanasema mwenye atawasimamisha ni adui yao. Hivyo ndio wasichana wengi wako mpaka leo. Naona? Kama huyu angeambia mama yake mahali yuko, huyu si angekuwa ameokolewa. Kama angetangaza aseme mimi niko na fulani na fulani, na watu wajue. Waacha kuweka mambo kisiri. Yeyote ambaye anafanya jambo la haki analiweka kwenye uwazi, linajulikana. Naona? Inajulikana. Biblia inasema hivyo. Biblia inasema yeyote ambaye anafanya jambo la kweli akae kwenye mwangaza. Yohana 3 mstari wake ni wa 20. John chapter 3 verse 20. Ndio nikuchezesha hiyo video. Sikiliza, hata kama uko campus, hata kama uko college, ukipata mwanaume, kitu cha kwanza, Mungu atusaidie sisi watumishi tuanzishe operation kwa hii university. Meua wasichana wengi zaidi. Na bado sijamaliza video nyingine sijakuchezesha. Kwa mama wamelia wamezika watoto. Katika Biblia hakuna watu walizika watoto wao, ni watoto walizika wazazi. Leo kina mama wanalia machozi kama huyo. Amezika mtoto mdogo 21 miaka. Kwa maana mtoto alimficha. Hakumueleza niko na fulani. Patia mama yako nambari ya simu ya huyo jamaa. Akae na yeye. Mama anampigia simu. Baba yako amjue. Mbona unaficha mpaka upatikane kwenye shamba la miwa umeuawa? Naongea na msichana ambaye ananifuatilia. Biblia inasema katika 3:20 ama ni 19 kitabu cha Yohana. Andiko linasema hivi. John chapter number 3 and verses number 20. Inasema, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. 21. Bali yeye atendaye kweli, naongea na wewe dada. Si unasema uko kwa relationship, uko university, na wewe ni first year. Si unasema ni ya ukweli. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Tenda mambo yako katika Mungu. Kuja kwa wazi. Na hiyo kukuja kwa wazi inasaidia. Maana leo nimekuambia kwamba most ladies in the universities sio wasichana wa kuoleka. Shetani ameweka roho ya ukahaba na uzinifu. Kuna roho ya uzinifu na pepo mbaya wa kuangamiza watu na mauaji amekamata wasichana na wanaume kwenye campuses.
kwenye universities, kwenye colleges. Ndio unaona hawa wamekosana, unaona wanaingia kwenye TV. Na hizi ma TV pia zinawaruhusu. Hizi TV pia za kishetani tunazikujia baadaye. Hamwezi kuweka platform zenu. Badala mtoe mashauri na mulete watu watakao usaidia watu. Mnaachilia watu wanaongea uongo na ujinga na wengine wanaangalia. Shetani anafurahia. Kuna mambo tutaanza kupinga. Mfano kuna msichana hapo ameuawa, nimekuonyesha. Na kuna uwezekano mkubwa hakuwa na huyu boyfriend tu. Kuna uwezekano mbona amuue. Inamaanisha ya kwamba alihofia kuna mwingine anaweza kumchukua. Akaona hilo jambo linamvunja moyo. Akasema wacha nimuue. Ndio ule asipate. Shetani ameweka ndani ya mioyo yao roho ya kuua. Watu wanaua kinyama na sijamaliza. Sijamaliza, nataka uone. Nataka nikuulize swali wewe. Hii TV station, sikilizeni. Hii platform, kama mngetupatia sisi, kungekuwa na dhambi gani? Tushauri hawa vijana. Nataka nikuonyeshe video moja ambayo ilinipatia majonzi. Nimekuonyesha ya kwanza. Hii ni ya pili. Unaona? Nataka uangalie huyo msichana ati wanafanya dating. Na hii ndio sababu wanauawa wengi. Ameenda kufanya dating na tayari yako na mwingine. Na anasema wazi, anasema tu hadharani. Anasema tu mimi niko na mtu lakini mimi nataka tukue watatu. Nataka usikilize uone kama hii ni pepo ama ni watu. Na ninawahurumia sana wasichana na wanawake na wanaume ambao hawajaoleka. Mko na shida. Tafuteni Mungu jamani. Usitafute mambo ya kidunia, utaangamia. Wale wanaotafuta wasichana ambao ni wa kidunia, mtaumia, mtakufa. Sijamaliza. Nataka usikilize huyu vile anavyosema. Yeye ako na mwanaume tayari, alafu ameenda kuchumbiwa na ameenda. Na anaenda kusema niko na mwanaume na ninataka tuwe watatu. Buachilia tu msikilize. Mtu mwenye ako na mtu? Si ndio, mmoja nisikia. Unataka Ebu explain to me nielewe vizuri vile unataka. Okay, niko hivi. Niko na mtu tayari. Okay. Actually, like niko na kukaa watu wawili, unajua mtu amezoea sana kukaa watu wawili. Mbona tusikue watu watatu? Unapata? Mko watu watatu. Tukue watu watatu, si plus utakuwa watatu. Tuko wawili tayari. So kama mimi hii date yetu itakuwa successful, there is another man who I'm joining kwa hii relationship yako. Ndio nilikuwa nimesema mara ya kwanza. Niko na mtu. That is very weird. Wewe kwani hutaki kuelewa? Nimeshakwambia niko na mtu, niko hapa kutafuta mtu watatu. Kwani huyo mtu wako wa kwanza, are you not satisfied na huyo mtu? Wezielewa. Of course sielewi. It's okay. Something obvious. Yeah. Unabaki tu namba? Mziana amekuja kwa date. Na tayari yako na mtu. Amekuja kutafuta mwanaume mwingine, anasema nataka tukue watatu. Ilikuwa nimekwambia niko na mtu. Inamaanisha these are not ladies that can make wife material. Hawa ni mapepo ina control watu kipindi cha mwisho. Wewe unadhania unapata msichana ati unaanza kufanya dating, kumbe yako na mtu mwingine. Na huyo mtu mwingine yako na yeye hajakuambia. Hiyo ndio matatizo. Hawaongei ukweli tena. Kulingana vile Biblia inasema katika Zaburi 15 mstari wake wa 2. Inasema tuzungumzeni kweli katika ndimi zetu. Hakuna mahusiano ambayo watu wanaingia wakiwa wanazungumza uongo. Uko na haki ya kujua maisha yake ya zamani iko vipi. Na hiyo ndiyo changamoto kubwa na college relationships. University relationships. Unachumbia msichana kumbe yako na mtu. Yule mtu anakuvizia. Anaona wewe ni ndume na ni kama utamzidi nguvu. Na wewe hauna habari. Anamuita msichana huyu anamuua. Tunawapata unakufa katika Airbnbs. Tunakuta wanaweko kwenye tangi za maji, tumeona kwenye runinga. Na mama ako nyumbani anajua msichana wake anasoma. Kumbe msichana ameingiwa na pepo, roho ya ukahaba. Ameingia katika mambo ya matukio ya kuwapata wanaume wengi. Psalms chapter 15 verse 2. Weka hiyo. Psalms chapter 15 verse 2. Psalms chapter 15. Naona? Na ana adabu. Anasema tu, ati mimi nataka tukue watatu. Kuna ule, na wewe pia utaingia. Na mwanaume pia anashangaa, tukue watatu.
Alafu anamuuliza, unataka kuniambia relationship yako it does not satisfy you? Sema yes. Mimi nataka mwingine watatu, tukue watatu. Alafu wewe pia unajipiga kifua hapo ati uko na bestie. Ati ni msichana wako girlfriend. Girlfriend gani? Mapepo imejaza watu. Unasema ni girlfriend, ni mapepo inatembea kwa miili ya watu. Tafuteni watu ambao Mungu amekusudia. Na ndio unaona tunashauriwa ya kwamba kwanza tutafute ushauri kwa watu ambao ni wa kiroho. Psalms chapter 15. Psalms chapter 15 and verses number 2. Nataka tusome kwa pamoja. Usije ukaingia kwenye uhusiano na mapepo unafikiria ni watu. Biblia inasema ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Asemaye kweli. Wale wanaosema kweli kwa mioyo yao ndio watu wa Mungu. Uko na haki ya kuuliza umekuwa katika uhusiano gani, na kuambia ukweli kama ako na nia ya wewe na yeye kuwa katika uhusiano. Lazima aseme kweli, speaking the truth in the heart. Na hili ni jambo ambalo limeleta changamoto sana. Naongea na college students, naongea na wale wako first year, second year, wale ambao wako universities. Kitu ambacho kinafanya mnamwagiliana acid nyinyi, kitu ambacho kinafanya mnauana nyinyi, na sija kuchezeshea video nyingine na nyingine kama mbili, ni kwa sababu hamuongei kweli. Uko na mwanaume na uko na mwanaume mwingine, uko na wawili, alafu unaendea mwingine unataka ukue na watatu. Ni kwa sababu wewe ndio mrembo hapo campus, wanaume wanakungangania. Sasa uko na 5, wanagongana, wanapigana, mmoja wao anakutrick, anakudunga kisu ya shingo, unakufa. Maana hawezi kustahimili kumuona mke wake ama msichana wake, girlfriend, akitembea na wanaume wengine. Inaleta chuki. Wale ambao ni watu wa kanisa hawafanyi mambo kama hayo, maana wanaongozwa hatua zao na Kristo. Ndio unaona sisi ambao tuko kwenye kanisa, mtu akipata mchumba anatangaza. Unaweka hata wale wanaume wengine huru. Hawezi kuvizia hapo, maana wanajua ule msichana wanachumbiana na fulani. Lakini ukiweka kwenye siri, matatizo inaanza. Inakuwa ni matatizo. Mwingine ako na washikaji wengi, ako na 4 5. Unasikia mwanaume mwingine akisema ati mimi niko na 5. Ule akiniruka bado niko na 4. Wewe hata mambo ya Mungu haujui. Umevunja mpango wa Mungu. Hauamini hata Mungu. Wakati maandiko yanasema mke mwema hutoka kwa Mungu. Sija kumalizia video. Umesikia vile msichana anaongea kwenye video? Anasema anataka wakuwe na huyo ndume, wakuwe ni 3. Ndume pia anajiingiza pale kwa sababu anaona msichana ni mrembo. Pia yeye atajiingiza hapo. Inakuwa ni love triangle. Mwishowe msichana atauawa, atakufa, atadungwa kisu, atadanganywa aende nitakuchezeshea video nyingine moja, sija kuchezeshea hapa, yenye kutoa huzuni sana. University moja hapa pande za Nyanza, msichana ameingia first year amekufa. Amepatikana kwa magunia na huko kwa shamba ya miwa. Nitakuchezeshea sasa hivi. Uone Kenya na maanisha. Umeingia first year college, umepatana na mwanaume, umeanza kutrick yeye, mmekaa hata miezi 3 miezi 4, amekupenda. Una trick yeye, unaenda kwa mwingine, hata kuitania na huko nje, atahakikisha amekuwa. And that is exactly what is happening. Kwa nini? Kwa maana roho wa Mungu anaondolewa duniani na roho wa shetani ameingia katika mioyo ya wanafunzi. Na haya mambo yanatendeka sana kwenye colleges and universities of the land. Wapenda usikilizeni. Sikilizeni, nataka niwaonyeshe kitu. Katika maeneo ya Kisumu. Hebu kwanza turudi kwa ndoa. Wewe umeoleka. Mimi naongea na wanaume. Ni heri usikae na mwanamke msichana kama unajua utamtesa. Wacha. Unajiongezea dhambi nyingi mno. Wacha olewe na mtu mwingine. Hakuna haja uoe msichana wa mtu, na maandiko yanasema vizuri katika Habakuki 2:14. Umemfanyia mambo ya hiana. Nataka niwekee video uone vile msichana mwingine analia. Mama ako na watoto. Mwanaume ameoa, baada ya kuoa yeye, mwanaume ameenda kwa mpango mwingine ya kando. Alafu msichana amegundua, ametoka kwenye ndoa na wako na watoto 2. Sasa amekimbia kwa FIDA imsaidie. FIDA ikatangaza na serikali ikatoa amri, yule mwanaume asiwahi kutoa watoto kwa huyu mama. Amekuja usiku na gari kubeba watoto kwa fujo, apelekee mama yule mwingine. Mbona ulikuwa naoa in the first place? Habakkuk chapter 2. Habakkuk chapter 2 verse 14. Naongea na wanaume ambao mumeoa. Kaa kwa ndoa yako. Ukishaoa unaachana na wanawake wengine. Unaachana na mahusiano mengine.
unafunga macho. Maandiko yanasema fanya agano na macho yako. Sasa kuna mmoja nataka nikuchezeshe video baada ya mimi kukusomea Habakuk. Malaki, samahani. Malachi chapter 2 verses number 14. Malaki 2:14. Wapendwa sikilizeni. Malaki 2 mstari wake na 14. Malachi chapter 2 and verses number 14. Mungu anasema katika Malaki. Kitabu cha Malaki kinasema hivi 2:14. Mungu anasema, lakini ninyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa ujana wako. Kuna wanaume wengine wanaoa, baada ya kuoa wanapata watoto. Akishapata watoto 2 ama 3, anaanza kuingia nje ama kutoka nje ya ndoa. Wakati mwanamke anagundua, anasema mimi sitaki hii ndoa, anataka kuseparate. Mbona ulikuwa naoa? Mbona? Why? Si ungemwacha? Alafu huyu anakimbia kwenye shirika za kutetea wanawake. Shirika hizo za kiserikali zinatangaza, anaitwa mwanaume, anasema wewe utakuwa unatoa pesa fulani kila mwezi, na watoto maana wako chini ya umri wa miaka 18 watakaa na mama. Nataka usikilize vile mama analia. Nataka nikuulize wewe mwanaume uliyeoa, mbona unafanya mambo ya hiana? Na hayo mambo yameandikwa katika vitabu vya mbingu, vimeandika mambo yote ya hiana unafanya mke wako, kwa kutembea na wanawake nje ya ndoa, kwa kukua na mipango ya kando kinyume cha Biblia. Mungu ameandika kwenye vitabu vya mbingu. Mungu ameandika with terrible exactness that Unaona? Baadaye nataka usikilize vile huyo mama anavyolia. Unaona? Send it again. Nataka usikilize, uniambie kilio hicho kulingana na Yakobo 5 kimemfikia Mungu. Mimi ushangaa na wanaume. Kama haukuwa tayari na majukumu, si ungewachana nayo? Ni nani alikuharakisha uingie? Ama ulikuwa na infatuation, haukuwa na upendo? Ulilewa. Ulifikiria uko na upendo, kumbe uko na upuzi na ushetani. Sikiliza huyo mama vile anavyolia. Watoto wangu unapeleka kwa Viola kwa nini? Unapeleka watoto wangu kwa Viola? Sheria already ishakwambia wacha kupeleka watoto wangu kwa Viola, alafu na wachukua unawapeleka. Why are you taking my kids where they're not even needed? Unapeleka kwa watoto wangu kwenye mtu anatusi watoto wangu usiku na mchana, alafu huko ndio nawapeleka. Why are you taking them? Unapeleka watoto wangu kwa Viola kwa nini? Nikikwambia unaanza kuongea vibaya. Why are you talking bad? Unaongea vibaya kwa nini? Ulishahama hapa, serikali kakwambia utoke hapa, toka. Wachane na watoto wangu. Leave my kids alone. Unapeleka watoto wangu kwa mama mwenye hata siwataki. Serikali imekuambia chukua watoto wapeleke, hujasema upeleke nini watoto wangu nyumbani, Dick. Can I call the police? Call the police, Dick. Call the police. Call the police. Why are you telling me to call the police? Ilhali ni wewe unachukua watoto wangu na wapeleka? Unawapeleka kwa huyo mama kwa nini? Why are you taking my kids to the to Viola? Unapeleka watoto wangu kwa Viola kwa nini? Nikikuuliza unaniitia polisi. Unaniitia polisi nimekufanya nini? Nimekufanya nini ndio niitie polisi? Wewe ndio umekuja hapa kuchukua watoto wangu kuwapeleka kwa huyo mama. Kwa nini unawapeleka kwa huyo mama? Serikali ilisema usipeleke watoto wangu huko kwa huyo mama. Si walisema? Fida walisema hivyo vizuri sana. Why take my kids to Viola? Alafu nikikwambia unasema na kuitishia. Na kuitishia nini? Enda. Hapa ulishahama. Enda kabisa. Unachukua watoto wangu, anachukua watoto wangu anapeleka mahali alikatazwa sipeleke watoto wangu. Watoto wangu nawachukua kwa nini? Achana na watoto wangu hapa. Yeye pia kuna watoto. Mbona msikae na hao watoto wake? Kwa nini hao watoto msikae nao? Enda. Go away. It is not fair. Si fair hata kidogo. Si fair.
Na kuuliza mwanaume, mbona ulikuwa naoa ndio utese binti ya wenyewe? Wewe unaona hizo dhambi Mungu akikusamee? Na unaona kidume kimekuja mpaka na gari. Kabisa kabisa, kwa kweli kidume kimeachana na mke. Kabisa kabisa. Mke wake wa agano lake. Ameacha mpaka watoto. Kabisa kabisa, shetani ameingia kwenye mawazo yake, ameingia kwenye ndoa nyingine. Mambo ambayo yangerekebishwa. Na unaweza kuta ni mambo madogo ambayo yamefanya yule mwanaume ametoka. Ameacha nyumba, ameacha mke, ameacha watoto, ameingia kwa mpango ya kando. Hizo dhambi Mungu atawasamehe vipi? Utaanza kutubu vipi? Maandiko yanasema mwanaume asimwache mkewe, mwanamke asimwache mumewe. Biblia imekataa. Na Biblia ikasema that condition applies to both parties. Jambo hilo la Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa 10. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa 10. Inazungumzia mwanaume na mwanamke. Katika hali hiyo usimwache mke wako. Hebu acha nikusaidie tusome. Wakorintho wa kwanza. 1 Corinthians chapter number 7. 1 Corinthians chapter 7 and verses number 10. Amen. Inasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila ni Bwana, mke asiachane na mumewe. Unaona? Si mke tu, mume pia asiachane na mkewe. Mstari wa 11. Lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Unamwacha kwa nini? Unamwacha kwa nini? Umependa mwingine. Kama haukuwa tayari kwa ndoa, ungetulia mpaka ile siku ambacho uko tayari. Na ndio tunawashauri kina dada, saa zingine tufuate mashauri. Tufuate mashauri ya wazazi wetu, wale ambao wako colleges and universities. Tafuteni mashauri kwa watu ambao ni wa kiroho. Tafuteni mashauri kwa watu ambao ni wazazi wenu, msiwapuuze. Dada, ukipata boyfriend, ambia mama yako, ambia baba, waambie kijana ambaye yuko campus. Ukipata msichana campus, ambia mama yako, ambia watu wenu. Unajua roho ya nabii imenifurahisha. Kuna quotation moja. Sikilizeni. Mimi nauliza swali. Hayo machozi yanayolia yule mama, yule kijana, we unaona akifaulu? Hata huko mahali anaenda atafaulu? Unaona Adventist Home 73.1 hiyo inayofuata 73.1, one of the greatest errors, Soma kitabu kinaitwa Mashauri ya kwa Adventista, wale wanaomsubiri Yesu. Nyumba inajengwa vipi? Kitabu hiki ni kizuri sana, Adventist Home. Ukurasa wa 70 na 73.1 inaanza na inasema, one of the greatest errors connected with this subject ya ndoa, mojawapo ya makosa wanayofanya katika swala hili ambalo linahusu ndoa, is that the young and inexperienced must not have their affections disturbed. Nasikia hiyo era? Ati wewe msitusumbue. Najua this is the love of my life, na usinisumbue. Mami, ulikuwa na maisha yako, hii ni yangu. This is my life, that was your life. Wanasema they do not want to be disturbed katika kizazi hiki cha Gen Z. That there must be no interference in their love experience. Ndio wanasema. If there ever was a subject that needed to be viewed from every standpoint, it is this. Kama kuna swala ambalo linafaa kuzingatiwa na kuangaliwa kutoka kwenye angle zote, ni swala ambalo linahusu ndoa na mahusiano. Lakini hawa wanasema hawataki kusumbuliwa. Wanasema ya kwamba wacha wajipelekee upendo wao vile wanajua. Inaendelea kusema 73.1 inaendelea. The aid of the experience of others, usaidizi wa wale ambao wako na experience, and a calm, careful weighing of the matter on both sides are positively essential. Ni jambo la umuhimu
Uzingatie hilo jambo kwa njia zote na utafute usaidizi wa wale ambao wako experience. Si dhambi. Si dhambi kutafuta mchungaji kusema pastor, niko na uhusiano fulani, kuna kijana fulani unaonaje pastor, nipatie mashauri. Si dhambi. Si dhambi mwanaume ukikaribia mchungaji wa kanisa lenu ama kiongozi wa dini ama wale wazee wenye heshima wako na imani, waambie mimi nataka munisaidie. Si dhambi. Mungu atakuokoa na mitego ya shetani. Si dhambi. Hata Ruthu aliingilia masuala ya ndoa ya msichana wake katika Ruthu 3:3 nitakuonyesha, akamtafutia raha. Sasa hapa dada White anasema ukifanya hivyo, inasema it is a subject that is treated altogether too lightly by the great majority of people. Hawalichukulii kwa uzito ambao unatakikana. Take God and your God-fearing parents into your counsel. Young friends, pray over the matter. Ombeni juu ya swala hilo. Usiingie tu katika jambo hilo. Tafuta ushauri wa wazee. Tafuta wachungaji, tafuta watu wa imani, waelezee, pigeni magoti mkiomba kwa pamoja. Mungu atakuongoza hatua zako katika njia za salama. Julisha wazazi wako. Usingojee ufe. Watu wanauawa. Wazazi wanakuja kugundua baadaye. Hicho ni kifo ambacho kiko na huzuni sana. Mzazi yako na shida, hawezi kurecover. Hawezi kurecover kule Kisumu kwenye college moja inaitwa Jaramogi ni Riat. Kule Riat. Riat ni maeneo ya Kisumu. Kuna college pale inaitwa Jaramogi Oginga Odinga. Iko maeneo ya Kisumu. Msichana mmoja ameingia first year. Na kupatia mifano ndio uone. Na wazazi tafadhali, ketini chini na wasichana wenu, wazungumzieni. Wafundisheni maandiko, pigeni magoti, ombeni pamoja. Usiangalie msichana wako ati ni mdogo, hayo bado wako class 8. Ngoja tu, tatupa mbao hapa mbele. Wewe sema tu ni mdogo, si ataingia form 1 next year. Si ataenda form 2. Si atamaliza. Utakuwa umechelewa. Fanya mapema, waonyeni. Wafundisheni okina dada wetu, maana wao ndio wanachukuliwa kwa haraka na hisia. Nataka nikuweke kitu hapa. Wapendwa wasikilizeni. Hizi vitu zimenitia huzuni, lakini nataka tusikilize. Ni mambo ambayo yako na uzito, lakini wapendwa, nataka nikuchezeshe video kama 2. Alafu ndio tuweze kuangalia. Huyu ni msichana mwingine ambaye ni wa university. Hiyo ya naona hii. Sikiliza. Huko ni Kisumu. Nataka tuanze pale tuweze kuangalia yale ambayo yalijiri wiki hii. Polepole tu. Haya mambo ni mambo ambayo sio ya mzaha, rafiki zangu. Mambo ambayo yako na huzuni mwingi. Huyu ni msichana wa university college, amepelekwa kusoma. Sikiliza. Now calling for justice for their beloved after her decomposing body was discovered in Riat Forest, reportedly bearing knife wounds. Speaking at the Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital morgue, where the late Apondi's body was transferred, the victim's sister, Doreen Achieng, narrated chilling conversations with her late sister, who stated via WhatsApp chat that she had been drugged, gang-raped before her disappearance. Seth Olale has the details. A family in shock and despair, trying to come to terms with the discovery of. Hao ni Waadventista wa Sabato, wanaimba nyimbo za sifa. Msichana wao amepatikana kwenye mauti. Hao ni Waadventista wa Sabato, wanaimba wimbo wa nyimbo za Kristo. Haya, sikilizeni. Their king's lifeless body in this thicket. According to the deceased sister, Doreen Achieng, the late Rose Benta Apondi, a 21-year-old student from Riat College, was reportedly gang-raped and murdered in a most awful manner by her estranged former boyfriend. Nikabaki tu kwa hiyo page yake WhatsApp nikingojea uniongeleshe. Kuamka kushika simu na kutana na message yake ya kwanza. Akiniambia, kuna watu wawili wamenifanyia hivi, wamenirape, wameniacha kwa bush. Kuja unitoe, siwezi hata inua kichwa. I screamed, dropped the phone, then I left with my husband to our place.
Reaching the house, the door was locked. We asked the neighbors, no one had seen her, but they confirmed that that Sunday she was around. The late Rose Benta Apondi's family is now demanding for justice after her decomposing body was discovered in Riat Forest, reportedly bearing knife wounds. She was telling me that whatever she's going through in that relationship is not good. Sometimes akufeel kama hiyo ndio love inaweza kuwa. So nikamwambia, if you are feeling not safe in any relationship, my sister, just walk out. Ningependa tu serikali kama wanatusikiza ama watufanyie haki, tupatie haki ya dada yetu. The late Rose Benta Apondi's body is currently lying at the Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital morgue, with police holding one man in custody. Seth Olale, Citizen TV. Umeona? Tunashauriwa katika Biblia na vitabu vyetu vya nabii ya kwamba early relationships are discouraged. Ukiingia first year, soma. Naongea na akina dada. Learn to say no. We umeingia first year, focus. Hizo ni miaka 4 za kusoma. Na uhusiano ambao unaanzisha first year, asilimia kubwa ya kwamba itafanikiwa hakuna. Especially kama watu ni watu wa kidunia. Kama hizi. Jangili. Unakutana na jangili. Sema hapana. Relationship ambayo unaingia, kwanza msichana anafaa kuelewa, angefaa kuelewa yeye ni mtu wa imani. Na Biblia imetukataza na roho nabii katika Wakorintho wa 2:6-14 inasema tusijiungamanishe na watu wa kidunia katika mahusiano. Biblia imekataa. Mtu asikufanyie proposal kama si mtu wa imani. Ya kwanza hiyo. Ya pili, tumeambiwa usiingie katika mahusiano na mtu yeyote anayetumia kikombe ama even a glass of liquor, ati anakunywa pombe kidogo. Achana nayo. Huyo ni jangili, atakuweka kwa maji. Tumeambiwa katika Adventist Home, weigh every sentiment, angalia vizuri. Ya kwanza ni imani, ya pili angalia association. Tabia zake, ni mtu anatembea na watu wa aina gani? Unaweza kuta kulikuwa na red flags nyingi tu. That this is a toxic relationship, but of course I love him. But I can't leave him. Alafu kuna dhana nyingine imeingia wasichana wadogo. Oh, I can't leave him, somebody else he will go to somebody else. Si aende. Learn to say no. Wanaume ambao ni wa kidunia wanasikiliza miziki ya kidunia, wako kwa vilabu wanakunywa pombe, wachana na hao. Hao wako na wao. Wako na wale ambao watapatana huko. Sisi ni watu wa Mungu. Kaeni katika imani. Mungu atatuokoa katika imani. Maandiko yanasema ataongoza hatua zetu katika njia za salama. Atatuma malaika zake watatuongoza. Tukiwa katika njia zake atatuokoa. Lakini ukitoka nje ya mpango wa njia ya Mungu, utajipata kwenye mauti. Red flags. Campuses. Wasichana wanaingia kidogo kidogo na kunywa. Saa hii niko na kesi moja. Nimekuwa nikiongeleshwa jana na mwanadada mmoja baada ya kuona video zangu. Niliongea naye zamani, mimi hata ati ananiandikia message. Ako miaka 21. Na zamani hizo alikuwa mtoto mdogo. Mdogo. Saa hii ndio jana nilikuwa naambia mke wangu jana, angalia huyu. Ati ananiambia, pastor, kuna kitu nataka unisaidie. Nimeona unaweza nisaidia na mawazo. Sasa nikamuuliza ni nini? Nikamuuliza, ulimaliza ile ICT ulikuwa unasoma? Ati niliachana nayo. Ala. Aya, ni nini nakusumbua? Ati amekamata mimba. Ajui vile wazazi wake wanafaa kujua hiyo kitu. Na ameshauriwa na wenzake akatoe. Sasa amefikiria, maana ameniona kwa YouTube nikifundisha, akasema wacha aniulize. Ni mshauri. Hivyo niko na kibarua, hata nikimaliza hii saa hii nafaa kuongea na wazazi fulani mahali. Vile msichana wao amekamata mimba, na niongee na huyo mwanaume. Nijaribu kuwaleta pamoja, niongee na wazazi wakubali hilo jambo na waondoe ghadhabu. Kibarua. Namuuliza hili jambo lilifanyika vipi? Ati hata haji. Hujui haji. How do you say you do not know how it happened? How? Na asilimia kubwa, the largest percentage or the most probable thing
Kitu ambacho labda kilifanyika ni hiki. Walienda kwa kilabu, akapewa soda ya kunywa, akawekewa dawa, akakuwa mlevi, hakuwa kwenye mawazo yake. Wakaingia kwenye lodging. Most probably, maana hakumbuki. Wafundisheni okina dada wetu wakae katika njia za salama. Wakati utasikia mwanadada anaenda kwa klabu kunywa pombe na kucheza huko, mama, unatembea katika njia za shetani. Asilimia kidogo hivi atakuwa ameenda. Wakati utasikia msichana wako anaingia kwa vilabu, anakunywaga pombe na wanaume, anza kuomba Mungu. Tafuta njia zote za kumuokoa. Kwa hivyo watu wa Mungu, sikilizeni. Hayo ndiyo masuala tunayoyazungumzia. Tunaambiwa katika leo nabii, wanawake, ladies, weigh every sentiment. Do not listen to the proposals of any man who uses even a glass of liquor, ambaye anatoa matusi kwa mdomo. Yule ambaye ako na wrong wordings, mtu ambaye ni muongo kwa ndimi yake, wachana na wao. Ito red flags. Huyo ameuawa. Amekuwa kwa toxic relationship na ameingia shule mwaka mmoja, first year. Badala ameingia kusoma, ameingia kwa relationship. Jifundishe kusema hapana, sitaki. Focus. Mimi ningeshauri wakina dada ambao wako kwenye hizi campuses na universities wawe na uhusiano na Mungu. Watu wanaoomba mpaka malaika za Mungu wanatulinda. Ombeni. Ombeni na kuambia kwa siri. Omba Mungu awaokoe. Wakina mama, wazee, nyinyi ambao umebaki huko Ushago, Nyamira, sijui Homa Bay, sijui, ombeeni watoto wenu na muwe mnatembea hizo shule. Mtoto yangu anasoma na ule alipatikana Nakuru kwa shamba ya nini? Ya miwa. Na alikuwa anasoma Thika. Huko alienda kufanya nini? Sikiliza Adventist Home. Weka Adventist Home ndio tuendelee na video. AH kwanza. Bado sijamaliza. Nasoma kitabu kinaitwa Adventist Home. Nizungumze na wazazi kidogo. Unakosea Mungu hata nyinyi. Unaona? Inasema katika kitabu kinaitwa Adventist Home. Kitabu ambacho kimeandikwa kwa njia ya ufasaha sana. Kinatoa mashauri ya hali ya juu. Inasema 74.1 hiyo hapo chini inasema fathers and mothers. Amen. Read. Fathers and mothers should feel that a duty devolves upon them. Wanafaa kujua ya kwamba kuna majukumu iliyo juu yao, wazazi hawa, to guide the affections of the youth. Msiwaachilie watoto wenu ati yako na boyfriend yuko university, nilisikia. Ulisikia ukiwa wapi wewe mama? Sindwe. Guide the affections of the youth, that they may be placed upon those who will be suitable companions. Kamata hiyo. Wewe kama mzazi, hakikisha msichana wako ako na mtu ambaye ni suitable. Usiachilie yeye. They should feel it a duty by their own teaching and example, with the assisting grace of God, to so mold the character of the children from their earliest years, that they will be pure. Wafundisheni watoto wenu wawe wasafi kwa mfano wenu, and that they will be noble and will be attracted to the good. Fundisheni wasichana wenu wavutiwe na wanaume ambao ni wema, ni wazuri, wa imani peke yao, and true, wale ambao wako katika kweli. Like attracts like appreciates like. Let the love for truth and purity and goodness be early implanted in the soul, and the youth will seek the society. Sikiliza mzazi, ukiweka mambo hayo ya kweli katika mawazo ya binti yako, atatafuta mazingara tu, the society of those who possess these characteristics. Utasikia msichana wako alikuwa kwa bar, ati anaimba kanungo. Tembea hizi ma university huko Friday jioni kama leo. Utashangaa. Wasichana wameacha wazazi huko Nyamira, wameacha wazazi Homa Bay, wameacha wazazi Kisumu. Saa hii wako kwa bar. Watakaa kwa bar mpaka asubuhi na mzazi hajui. Asubuhi wanatoka wanaenda kwa lodging. Si utembee kwa hii ma university utaona vituko inafanyika. Tembea utaona mwingine aliuawa. Nimekuonyesha huyo ni wa pili. Angalia watatu sasa.
Nataka nikuonyeshe, ngoja kwanza kabla sija kuchezeshea watatu. Kuna video nimekuwekea hapo, nataka acha tuone kama it's the correct one. Unaona hii yenye wamekaa side by side hii? Yes. Sikiliza vile hawa wanaongea. Okay? Nataka usikilize vile wanaongea hawa. Uniambie kama hawa watu, unaona, ati wameoana, ati wako kwa mahusiano, mmoja amemkosea mwenzake, amekuja ati kuomba msamaha. Mwanaume unachumbia msichana, alafu unachumbia na wengine. Sikiliza vile wanaongea, na haya ni mambo ya kidunia. Sikilizeni vile wanaongea. Poa. Uko poa? Si nimesema poa? Poa yako, lakini ni sawa. So mimi nimekuita hapa ili tuweze kusolve the issue. Kusolve issue? Tulia. Sina naongea, tulia. To solve issues. Babe, saizi I'm nobody. Ati babe? Si ndio? Okay. Nataka unipatie another chance. For the sake of mimi, wewe na mtoi. Please, I beg. Nakupatia chance gani? Ya nini? Na nani? Umeniita hapa to solve. Tuna solve nini? Tangu unifukuze kwako ni how long? Au kumbuke, si ndio? So pesa zimeisha, uko na mimi ndio kuvumilia shida. Umekuja kunitafuta. Babe nini? Mama tulia. Najua. Natulia nini? Sawa, sikatai. Najua nilikukosea. Like najua nilifuck up vitu karibu zote. Nikachukua mademu mwingine time nilipata do. Nipatie tu chance nyingine. Hakuna chance na kupea. Yaani nilianza na wewe kama ulikuwa unalala chini. Sikatai kwa mattress. I loved you for who you are. Alafu kanifanyia nini? Tukafungua base. After pesa kwanza kuingia, ukona ni kama mimi sikufai, si ndio? Mimi si type yako tena. Ulinifanyia nini? Ni kiburi. Kiburi gani? Hadi nafika na kwambia niko na ball yako na niambia haujali. Sikatai nilikwambia hivyo. Sikatai nilikufukuza, ni sawa, lakini sisi na regret. Sisi I need you back. You need who? Yeah. Unanihitaji kwa nini? Mbona unanihitaji? For the sake of what? The kid mwenye watoto wagani ama mtoto mwenye ulikataa? Hata hauna adabu, hauna aibu, au unajisikia kweli? You're making no sense. Make it make sense. Una beg nini? Wacha kunishika kwa utaki nikuachanisha hapa. Sawa basi tufanye hivi basi. Tunafanya nini? Ni sawa. Unajua nikiwa na wewe, ukiwa na biashara zangu ziko na run tu vizuri. Turudiane, tuanzishe tu biashara because hizi nishapoteza kila kitu. My friend, you can do better. Unaona masaa yako sahi, siwezi. Ulinifanya takataka. For 3 years tulikuwa tunakaa pamoja hadi tunalala njaa. Nikakuvumilia. What did you do in return after do kuingia? Unaleta hadi madem kwa nyumba na haujali. Unalala, mimi nimeamka nalia, si ndio? Nakuomba. Unaomba nini? Wacha kunishika. Kai, mbona unanishika? Usiku umesahau place tulianzia wapi na tukamaliza? Umeona? Hayo ni mambo ambayo yanaendelea. Hao ni watu walioana, wakakaa kwa muda, baadaye mwanaume akamfukuza. For no reason akamfukuza na wako na mtoto. Sasa wanakuja kurudiana kwa kamera ya TV na weka pamoja. Nataka uangalie vile shetani amechafua masuala ya ndoa. Mwanaume anafikiria anaweza fukuza aende kwa wanawake wengine na wanaongea tu plain. Ulienda kwa wanawake wengine, umelala na wao, tena unarudi kwangu. Yaani walikuwa naoa na kuoana. Yesu anasema walikuwa naoa na kuoleka. Hata siku ile Nuhu aliyoingia katika gharika. Ni nini ambacho kitasaidia kizazi hiki? Na mimi nakuuliza swali. Wakati huyo mwanamke anasema mimi sikutaki kabisa, enda usini. Wewe unataka kuniambia mwanaume akitoka hapo atakuwa anafikiria nini kwa mawazo yake? Akianza kuona mwanaume mwingine na huyo mke. Wewe unaona ni nini atapanga? Alafu isitoshe, wanawake ni watu wako na emotions. Unaweza kuta aliongea hivyo akiwa na emotions. Baadaye ataenda kujifikiria, apigiwe simu. Na ule mwanaume ataona ako insecure, maana mwanaume mwingine tayari anaanza kumvizia ama ashampata. Ataenda amuite, ampigie simu, njoo basi tusameane, na mwanamke atasema let me go and listen.
Na kashetani kanakujanga wakati ufikiri. Wacha niende nisikie kwenye nyumba yake. Na unaenda kabisa, unapanda first floor, second floor, unaingia. Wacha nimsikie mara ya mwisho. Hapo ndiye nakumalizia. Maana na yeye amekutime. Unakuta ameweka kisu chini ya pili. Mnaongea tu vizuri, mnakula, mwishowe anaingizia kisu hapa. Amekumaliza kwa sababu ako na wivu. Ninawaambia kizazi hiki kimepotoka. Shida iko na huyo mwanaume. Cha kwanza, maandiko yanasema upendo unavumilia. Kizazi cha leo kinataka upendo usivumilie. Wanataka kuoleka na kuoa watu ambao ni matajiri. Hawajui upendo unavumilia. Wakorintho wa kwanza 13. Naongea na wale ambao wako kwenye mahusiano. Naona? Nao ni watu wa ulimwengu. Naposema watu wa ulimwengu ni watu ambao hawafuati utaratibu wa Biblia. Hiyo ndio inamaanisha. Walipatana, wakaanza kuishi, wakazaa watoto. Mungu hakujua, Mungu hayuko kwenye ndoa kama hizo. Baadaye wanataka kurudiana. Sababu nimekuwekea video. Unaona? Mwanaume tayari ameenda na wanawake wengine. Amesahau andiko linasema aliyeunganishwa na kahaba wamekuwa mwili mmoja katika Wakorintho wa kwanza 6:16. Ni nani atawafundisha? Na usisahau hawa ni watu huenda pengine wanaenda hata makanisani. Lakini Biblia is a totally strange idea to them. Inasema katika Wakorintho wa kwanza 13 mstari wake ni wa 4. 1 Corinthians 13 verse 4 inasema upendo huvumilia, ufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Unaona? Haukosi kuwa na adabu. Unaona? Unaendaje kuongea na wanawake wengine na uko kwenye upendo? How do you go about hugging other ladies and yet you are in a relationship? Na hiyo ndio vitu inavunja mahusiano mengi. Inaleta chuki na mauano. Unaona? Na maandiko yanasema vizuri, upendo haufanye nini? Haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake. Kama vile ambavyo tulisikia binti mwingine akiongea hapo. Ati no. Me I'll be coming whatever time I want. I'll be hanging out with my friends. Ati ako kwa ndoa na anasema atakuwa anafanya vile anataka. Kizazi cha sasa kimelaaniwa. Wakati maandiko yanasema mume ndiye kichwa cha mke wake. Enyi wanawake, tiini waume zenu. Mwingine anasema I will be doing how I want in that marriage. Yani yeye hayuko kwa ndoa, ako ku pass time. Ninawaonea huruma kizazi cha sasa. Inaendelea mstari wa 6. Upendo haufurahi udhalimu, bali hufurahia ama haufurahi, ufurahi pamoja na kweli. Rejoicing in the truth, true love. Unaona? Huvumilia yote, huamini yote, hutamani yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabatilika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabatilika. Hayo ndio tunazungumza kuhusu upendo. Sasa kule Tanzania mwanaume mmoja aliyemvizia mke wake. Sasa wacha turudi kwenye ndoa kidogo tu. Tamaliza, niko na video 2. Akamfuata polepole taratibu, akaweka trap, akamkuta mpaka kwa hoteli. Akajificha mahali pazuri kabisa. Akampigia mke wake, akamuuliza, "Na uko wapi?" Na anamwangalia kabisa mke wake, akamwona mke wake akitoka kwenye meza mahali walikuwa nakula na mwanaume, akaenda kujificha mahali akiongea naye. "Nasi niko kazini saa hii." Wacha nikuwekee ndio ujue kenye namaanisha. Leo tunaishi kipindi ambacho watu wenye wako kwa ndoa wanakaa wakivumiliana, wakishukiana tu. Na hako wapi? Hivyo ndio wanaishi. Haukuona huyo mzungu alikuwa Kenya vile alifanyia wanawake Kenya hii? Hamkuona? Wewe ni mgeni, haukuona? Na wanaingia box kabisa. Unataka kuniambia hizo ni ndoa? Hizo ni ndoa ama ni mahala pa kujifunza ndoa? Kiangalia. They are insecure. Nataka nikuonyeshe hapa. Hii ni kisa kimoja kilikuwa pale Tanzania. Umeona hii ya chini? Anza na hiyo. Nataka tuangalie. Ameenda akajificha kabisa kwa hoteli nyuma ya mlango. Akapigia mke wake simu. Na ndio yule anamuona kabisa mke wake. Akampigia kabisa simu. "Uko wapi? Uko wapi?" Nataka usikilize vile mke anajibu. Na ni mtu ameoa. Kabisa. Ngoja kidogo usichezeshe. Nataka nionyeshe watu kile ambacho tunamaanisha. Naongea kuhusu mipango ya kando, mazungumzo ya siri, mahusiano. Baadaye unasikia mwanamke ameuawa. Amedungwa kisu. Ameuawa. Mwanaume yako na wivu. Usifanye mahusiano na wanawake kama uko kwa ndoa. Usifanye mahusiano na wanaume waliooleka ama hata kama hawajaoleka.
kama wewe ni mtu ambaye uko kwenye ndoa kinyume cha mpango wa Mungu. Hiyo ni kinyume cha mpango wa Mungu. Haya, sikiliza. Baby, mambo? Umesema upo kwa Dori? Una uhakika baby? Baby, una uhakika? Ndio, kwa nini nikudanganya jamani? Niko kwa Dori na nilikuaga. Sawa. Haya. Nakupenda. Nakupenda pia baba. Bye. Mwanangu, endelea kurekodi, njoo mwanangu. Kwa hiyo hapa ndo kwa Doli, si ndio? Nakuuliza hapa kwa Doli. Na kurekodi, yani mwanangu, na rekodi kila kitu hapa. Kwa sababu hapa ni mwanamke wangu, sawa? Nakuuliza, hapa ni kwa Doli. Nijibu, hapa ni kwa Doli. Tuongee pembeni. Tutaongea pembeni. Kwa mwanangu. Kuna issue gani? Mwanangu, unajua wewe ni mwanamke wangu, unajua hiyo. Kivipi yani? Kivipi unaniuliza mimi? Nasikia hiyo? Sasa inaendelea kidogo Nataka usikie. Amempigia mke wake simu, amemfuata kabisa akamuuliza, "Na uko wapi?" "Niko kazini." Unaona ameamka akaenda akapiga simu. Na waambie kizazi cha sasa mko na shida nyinyi. Mko na shida. Unaweza fikiria umeoa kumbe ni mapepo. Wanawake wengi wako na roho ya uzinifu. Roho za usherati zinakimbia kwa mawazo yao. Wanaume wengi wako na roho za uzinifu. Sasa huyu ametoka ameenda amepigia mume wake simu, "Niko kazini." Amerudi amekaa chini na huyu naye akatoka. Hapa ndiyo kazini. Angalia hiyo video inaendelea haijaisha, weka hiyo nyingine ya chini. Sikiliza sasa wameenda kuzungumza kando. Angalia. Hii sehemu ya watu naomba tuende nje tukaongee. Leta simu yangu kwanza. Hiyo naomba tuende nje tukaongee. Twendeni nje. Wewe, nimekwambia ondoka hapo twende nje. Hebu nje. Mwanangu, huyu hapa ni mwanamke wangu. Huyu ni mwanamke wangu, sawa mwanangu? Sasa inakuwaje unaniuliza mimi inakuwaje? Mbona kama unaniweza mwanangu unavyoongea, unaniweza au? Sio kama nakuweza. Usimekuta hapa na mwanamke. Sasa wewe ni mwanamke wako au sio? Unajua huyu nimemuoa mimi. Unasikia mkaka? Huyu ni mke wake. Vipi? Kwa nini unatembea na mwanamke wa mtu? Baby. Huyu msichana mwanangu una ujasiri kabisa wa kumuita baby mbele yangu au sio? Sijawahi kujua kama ana mwanaume. Hujawahi kujua? Mimi ni mwanamke wake, huyu anaishi na mimi huyu. Sawa? Kwa hiyo na wewe au na hiyo mimba ambayo umeniambia una mimba ni ya huyu au sio? Hapana. Ni ya nani hiyo mimba? Ya kwako, kwa nini kudanganya? Unajua kwamba huyu ana mimba au? Wewe msaliti. Unajua kama ana mimba huyu? Sijui kama ana mimba, je kuniambia hicho kitu. Hajawahi kuambia? Je kuniambia hicho kitu. Huyu ni mwanamke wangu mwanangu, ana mimba hapo mwanangu ya miezi 2 ya kwangu mimi. Hapa anatoka na wewe michiboy hapo unakaa naye nini au sio? Oa, kinachongelewa hapa ni kweli? Nakuuliza kinachongelewa hapa ni kweli? Nijibu basi. Sasa nisikilize. Baki na boy wako, afu sasa kuhusu mimi kila kitu. Sije wanitafuta tena. Mimi si nimekwambia. Mwanamke wako malaya, sio mwanamke wa kutulia. Yaani ulikosea kweli kumuoa. Umeona Wewe unaona huyu mwanamke akisurvive siku ambazo zinakuja. Utakuta ameweka kwa plastic bagi ya hii mfuko. Mekatakatwa vipande kama vile mwanajeshi mmoja alivyofanya juzi. Si kama hiyo video ulikuwa nayo. Mwanajeshi ametoka huko amekuja amepata mke wake anamvizia.
mwishowe akammaliza. Haya ni matukio ambayo tunayaona. Haya ni mambo ambayo yako kila mahali. Leo tunamwona shetani ameingilia jamii. Mwanamke ameoleka lakini amesahau ya kwamba ameoleka. Sasa anaingia katika masuala mengine. Inabaki ya kwamba mwanaume hawezi kustahimili tena. Haya ndio mambo tunayozungumzia. Kwa hivyo wewe kama umeoleka, kaa kwa ndoa yako. Kama hauyuko tayari kuoa wala kuoleka, wachana nayo. Unaona? Achana nayo. Achana nayo rafiki yangu. Achana nayo. Mbona unaingia katika mahusiano ambayo wewe mwenyewe unajua ya kwamba haya mahusiano mimi mwenyewe, na unajua vizuri ya kwamba hayo mahusiano ulioingia wewe umeingia kwa sababu, unaona, huyo ni mwanajeshi. Huyu mwanajeshi alivyorudi, kisa hiki kilinishangaza sana kidogo. Maana aliporudi alikuta mke wake naye ako kwenye mambo ya kwake. Akasema huyu mwanamke siwezi kumwacha hivi. Naona ikabidi naye akamuua. Kama kuna kisa ambacho kimeweza kunipatia pia huzuni zaidi, ni kisa hiki ambacho kilimuhusu huyu mwanajeshi, na imefanyika tu wiki hii. Sijui kama hiyo video tunayo. We have that video. Acha niwaonyeshe hapa watu wa Mungu ninapomalizia. Wapendwa wasikilizeni. Tunaongea na kina dada, tunaongea na wale ambao wako kwenye ndoa, tunaongea kuhusu wale ambao wako kwenye mahusiano. Lazima tuwe waangalifu. Lazima tuhakikishe ya kwamba Mungu anaongoza. Kama Mungu haongozi, wachana nayo. Kama si Mungu anaongoza, wachana nayo. Achana nayo. Usiingie kwenye mahusiano ambayo Mungu hajaongoza, ambayo Mungu hajaelekeza. Usiingie rafiki yangu, utakuwa kwenye matatizo na itakuwa ni shida. Na ndio naona Biblia imetangulia kutuambia. Nafikiri hata hii huyu ni yule, acha nione pale. Wacha tuweke hii. Dakika moja. Usiingie kwenye mahusiano ambayo wewe hauna uhakika naye. Usiingie rafiki yangu. Fundisheni hiyo kina dada wawe ni watu ambao wanaweza kustahimili. Wanaweza kutambua batili na uasi. Wanaweza kuona huu ni uongo. Wanaweza kuona ya kwamba huu ni ukweli. Huyu mwanaume anasema kweli. Binti, usiingie katika mahusiano kabla haujajua huyo mwanaume ako kwenye mahusiano mengine. Usiingie. Usikubali kwenda na mwanaume yeyote yule kabla haujajua historia yake vipi. Usikubali rafiki yangu, maana wakati utakapokubali ndio itakuwa mwanzo wa mwisho wako. Maana masuala ya ndoa ni masuala ambayo yako na wivu na chuki ndani. Nakwambia ukweli. Let me see. Which one have I sent? Naona. Sasa nataka usikilize hawa kwanza, maana kuna video moja hapa kidogo kama ilisahaulika, lakini weka hiyo usikie. Huyo mwanaume, nataka nikuulize wewe swali, huyo mwanaume huyo, unaona akishaongeleshwa hivyo ataenda akikula pilau? Ataenda akikula pilau, si ndio? Ataenda akikula pilau. Haya, msikilize. Brayo, cheki, mimi sitaki stories zako na sitaki stories zako. I can forgive you but I cannot forget. Sawa? Mimi kama ulikuwa unapanga kunioa siziolewa na wewe. Baby na future. Future forget it. Baby hadi tukao tumeplan tutakuwa na watu watatu. Baby wala siwezi bila wewe. Ukitaka kufa my friend. Baby after hizo miaka zote. I don't care if it's 2 years or 3 years. I don't care. Zote zimeisha na ni juu yako. Baby I'm sorry. Naweza fanya kitu yoyote. Naweza fanya anything to win you back. Okay, hii stupidity ndio ulikuwa umenitia hapa. Baby nilikuwa nimekuta nikwambia tu I'm sorry. Na siko ready kuishi bila wewe. If you're telling me you're sorry, you can come with flowers or something. Unakuja tu kuniambia na mdomo. Mdomo peke yake. Hadi ungekuwa baby bunge niletea chocolates, flowers and all stuff.
Unanikuja kunaimbia na mdomo peke yake. You think I can forgive you? Babe, nive najua kwangi materialistic. Oh my, which girl hapendi vitu kama hizo materialistic you say? Babe, yo love yetu siache fed. Cheki. I know you love me too. I don't. Oh baby. Babe, don't break heart sana. Hadi vunjike mara. Babe, I'm regretting whatever I done. Oh Jehovah. Messiah, Israeli, call them all. Acha nikwambie, mimi na wewe unafai kunisahau, sawa? Enda kwa hiyo karo wako mwenye uliamua kumpea hiyo kenye ulimpea, sawa? Babe, sasa karo hata anakanga aje, surely. Oh my God, say you jadi venye anakaa, si ndio? Babe, I was drunk. I don't care, but you know she was my friend, right? Baby, kindly. Baby, alini drug. By the way, alini drug. Juu mi, alcohol jai nifanye hivyo siku ingine, alini drug. Mi nilijipata hapo. Si intention yangu. You are bringing the drugness hapa. Na najua kuna kudrank yenye alikudrank. Ulikunywa tu pombe wewe mwenyewe, si ndio ulijipeleka? Babe, nilijipeleka, lakini iko intention yangu ya pen venye ili happen. Na ndio maana nimekuita hapa hivi. Juu mi hizi siku mbili zenye hujahoku reply text zangu, mi sijakuwa poa. Na reply kwa nini? Babe, mi hata angalia, mi hata nishaanza ku lose weight. Mi hata nakonda, man, unanipea stress. Unanipea stress. Baby. I'm not your babe. Okay, purity. Yeah. Babe, sijazoea kuita purity. Sasa utaanza kuzoea. Aje baby. Aje shu. Unaona? Nataka nikuulize swali. Wewe unaona hao watu hata wakirudiana, hiyo ni familia? Wewe unaona hapo kuna familia, kuna mume na mke hapo? Hiyo vile tu wanaongea. Tunaambiwa shetani anawaleta watu pamoja, people who are not matched for marriage. Ni mpango wa shetani kuleta watu pamoja wakae. Watu ambao hawajajiandaa kwa ajili ya majukumu ya ndoa. Nataka nikuulize hata wewe mwanaume ambaye unanisikiliza. Kama ingelikuwa ni wewe, huyo ni mke wako, mnarudiana. Wewe unaona kuna heshima hapo tena? Hata kama mtarudiana mwanze kukaa pamoja, vile anaongea, wewe unaona hapo kuna mwanamke vile tu anaongea. Tumieni akili wanaume, tumia akili. Kuna kitu kinaitwa wife material na kuna ingine inaitwa passing time, passers by, wapita njia. Huyo anaitwa girlfriend, si mke. Ukitaka mke, rudi kwa Biblia. Maandiko yanasema mke mwema utoka kwa Mungu. Unaona? Ndio wanarudiana ati babe unisamee. Wewe unaona kuna upendo hapo? Lazima mwambie ati siwezi kukupenda, enda. Wewe unaona huyo mwanamke akikaa miaka ngapi ukiangalia? Ni njama gani huyo atampangia? Unataka kuniambia huyu mwanaume atakaa akiona na macho yake ndume ingine hapo? Si atamuua. And these are the things we are talking about. Na tuna plead na serikali ya Kenya, tuna plead na watu. Tupatieni platform tusaidie hii university. Sio kugombana na wao. Tuko na njia, Mungu ametupatia hekima, tunaweza saidia watu. Colleges and universities, tupatieni platform. Na hivi karibuni tunaanza kampeni hiyo. Inaitwa Operation Okoa Vijana katika campuses and universities. Operation tutaianzisha kwa neema ya Mungu. Okoa wao. Wafundisheni kwanza ndoa ni nini. Wafundisheni ya kwamba early relationships are discouraged. Ukiingia first year, kaa soma. Wacha kukimbia ati umeona ka boyfriend. Wacha hiyo mambo yako wewe. Hapa Kericho simu moja ameingia huko KMTC. Si ameenda kusomea udaktari. First year ndiye ameingia. Ameanza kukunywa pombe. Wazazi mko wapi? Ameanza kukunywa pombe na wanaume, anaenda mpaka klabu usiku. Si ameuawa? Haya, sikiliza ndio hiyo. From the Kenya Medical Training College, CCTV footage captured her final moments, showing the last person seen with her, Vincent Bett, a student at Karatina University, luring her to the location where her body was later found. She was discovered with her neck wrapped with her trousers and a belt. The suspect has since been arraigned and is now under police custody for 14 days. The family is calling for justice, as Margaret Kimathi now reports. Sheila Chebet Elias Shamli, a first-year student pursuing mortuary science at the Kenya Medical Training College in Nyeri,
met with the suspect Vincent Bett, a fourth-year student at Karatina University on Saturday at around 6 p.m. at a club in Karatina town. Vincent... Umesikia wamepatana wapi? Naongea na wazazi ambao watoto wenu wako shule. Ati wameenda kupatana wapi? At a club in Karatina. Sasa msichana wako alianza kwenda club lini? Ametoka Ushago, ameenda university ni kahaba. Club. Wanaenda club kukunywa pombe na wanaume. Mama, hata wewe wewe ni mwenda wazimu. How did your child begin to take alcohol in clubs? Akitoka kwako, alianzia wapi? Alianzia wapi hiyo? Sasa ameuawa, alianza kwenda club kunywa pombe. Mungu hawezi kutulinda tukitoka kwenye njia. Fundisheni watoto wetu hivyo. Wafundisheni, nimekueleza. Angalia huyo. Achilia. Was in the company of his friend Edwin Kamau, who was accompanied by his girlfriend, bringing the total number of people present to 4. After kukaa kwa hapo kwa club, kuna ile kuota walikuwa na kunywa before na the girl, now the deceased. So wakamaliza, akanitext sasa WhatsApp, akaniambia, I quote, let's go to your room so that we can have with the lady. They then proceeded to Edwin's house in Rafina, about 2 kilometers from Karatina town. CCTV footage from a nearby school shows Edwin and his girlfriend leading the way at approximately 6:47 p.m. with the camera time lagging by about 7 minutes. They were followed shortly after by Vincent, the suspect, and Sheila, the victim. According to Edwin, Sheila was intoxicated at the time. Vincent requested to spend the night at Edwin's house with Sheila, claiming he lived about 15 kilometers away at Karatina University and did not have transport fare to get there. Edwin later left for the market with his girlfriend, leaving Sheila and Vincent alone in the house. According to venye najua ni maybe ukiwa na a visitor akitoka anafaa kuambie nimetoka ama nimemaliza, we come, si tunataka kwenda. So mi kurudi, the time tulikuwa tunarudi nilipata Vincent washatoka with the girl. CCTV shows Edwin and his girlfriend at 7:04 p.m. heading to the market. At 7:52 p.m., about 48 minutes later, the camera captured Sheila with Vincent Kibet, the suspect. He's seen holding her hand tightly as she staggers, appearing heavily intoxicated. Sheila appears to be heading back toward Karatina, but Vincent pulls her onto another road as they pass the CCTV. A few meters from that spot is where her lifeless body was found the following day. Akaniambia, jamaa tumeatakiwa. Kwenda kumuuliza nani amewataka, akakata simu, hakuniambia kitu kingine. Nikamtext nikamuuliza, rada mmeatakiwa wapi na nani na dem ako wapi? Ndo akaniambia niko na simu ya dem na dem nimemwacha na homa jamaa. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia mimi mahali niko hata sijui ni wapi, mimi nilikimbilia sijui kwa shamba iko na madhara, then nikatokea sijui kwa mto, nikapita niko barabara yenye naona sienta. Walikuwa wanavurugana hapo hivyo. Edwin leads us to the scene where the body was found in a farm in Rafina area. This is the location where the body of 20-year-old Sheila Chebet was discovered. Umesikia wewe, 20-year-old, miaka 20 alipatikana huko kwa mfuko. Wameenda kukunywa pombe. Shetani ni mjinga. Kaa katika Biblia na ukweli. Wazazi, fundisheni watoto wenu. Wafundisheni imani, wakae katika kweli na Biblia. Operation ambayo tunataka kuanza itaanzishwa hivi karibuni, Mungu akitujalia. Nataka nimalize. Wale walio kwenye ndoa na mahusiano ya ndoa, unaenda kazini. Ukifika kazini unakuta mwanaume mwingine na unasahau wewe umeoleka. Unaenda unanunuliwa lunch, unaanza kutembea yuflata, umesahau umeoleka. Sasa kama huyu alisahau ameoleka na KDF, askari hawezi kuvumilia. Ndio ndugu yangu ni askari, ananiambia huko kambini walikuwa naambiwa wanatolewa uraia. Kwenye kambi ya mazoezi unatolewa uraia.
wanadamu ama ubinadamu. Sasa mwanamke amesahau yeye aliolekwa na askari. Ameenda kazini mahali anafanya kazi, amekutana na ndume nyingine. Wako katika secret communications. Na huyu amemuona. Sema huyu msichana wangu si ataenda. Amekuja amemkatakata vipande 12. Hili ndile jambo tunazungumzia. Ndoa iheshimike na watu wote. Chezesha video ya mwisho. Uangalie vile shetani anapeleka watu. Na hii si ya mwisho. Na mimi sichezezi hizi video ati nionyeshe tu watu. Niko na mpango, Mungu akinijalia. Kuna kitu tunapanga kufanya. Usiruhusu maswala hayo. Usiruhusu kutoa nje ya ndoa yako. Usiruhusu communications ambazo ni za kisiri. Jamii moja inaomboleza mpaka leo, mwenzao aliuawa na mume wake. Aliuawa na mume wake. Ya mwisho. Seen it? Aliuawa. Mbona aliuawa? Aliuawa kwa sababu yule askari jeshi aliona huyu mke wangu ni kama atachukuliwa. Kwa mimi siwezi kuvumilia. Sikiliza hii maneno kule eneo ya Central. Forces officer is in police custody over the alleged murder of his wife on Tuesday this week at their home in St. Mary's Estate in Nakuru. According to detectives, Captain Edwin Kaunga Mudhomi is said to have stabbed Anita Mugweru in front of their 4-year-old daughter after an altercation ensued between them. ZNTV's Ruth Sarmoy Chisenge reports Anita had reportedly made several complaints to the police about the husband's repeated threats, but no action was taken. Her death marks the 4th reported case of femicide in Nakuru in less than a month. Sarah Mugweru is lost in thought as she remembers the planned visit to her daughter this coming weekend to end a strained relationship with her husband, a meeting that never materialized as death struck 4 days before. Sasa hakuna mambo hajafanyia Anita. Kama sasa sisi wasasi tulikuwa tunakuja on Saturday ndio tuamue kila mtu aishi kivyake. Winnie Naombe, the house manager, recounts how Edwin Mudhomi turned on his wife on Tuesday evening following an argument. Kwa kisha gas. Naona anaweka kisu huku nyuma. Kuitana Anita alikuwa ameshamfikia. Nilishika na hizi mikono zote mbili. Baada akamlalia, kafinyilia. Nikakuja nikamvuruta, kaanguka hapa. Anita akatoka na hiyo kisu ameshikilia. Mtoto alikuwa hapa, anajua kila kitu. The broken furniture in their living room and bedroom paint a picture of the couple that are said to have been in a strained relationship. However, the 29-year-old was always a victim of abuse, despite her efforts to part ways with the officer. During the Easter weekend, Winnie narrates how Edwin was arrested by officers from the Teachers Police Station after Anita reported him for becoming violent, but was later released. Kuja akaanza kukaisha Anita. Anita akaenda bedroom ataka kelele. Akamfuata Anita akafunga. Alifunga akakuja akavunja mlango. Akachukua simu ya Anita akavunja. Sasa Anita ananipigia na ananiambia Edwin kila saa anashinda akimwambia atamuua. Sasa ule tu kama tu ile kuvumilia tu kuna siku hata alimukata tu hapa lakini Anita akaona tu si kitu. Stakeholders are now demanding justice amid rising femicide cases in Nakuru. Ninasikia niko na uchungu sana. Huyo kijana anaitwa Edwin ameniweka uchungu ya milele. Pate justice kwa mtoto wetu na tupewe mwili twende tukaizike, wasiende kuzika mtoto wetu huko. Kuna kesi 2 Bahati tumeripotiwa, kuna kesi moja Molo ambaye ilipatikana. Wapendwa, hilo jambo ni la huzuni sana. Kama watu wangerudi kwenye misingi ya Biblia, kama makanisa ya leo yanayojidai ya kwamba yanafundisha watu ukweli, yangechukua msimamo ya kutangaza kweli za Biblia na kufundisha watu maadili mema ya ndoa, shetani asingekuwa amewapata watu na asingelikuwa ametushinda. Nataka niwashauri wale ambao wanataka kuoa
ama kuolewa, hakikisha ya kwamba wazazi wanafahamu. Hakikisha ya kwamba unaomba mara 3 mara 4 kwa siku. Hakikisha ya kwamba umekaa katika maandiko, na usiendelee mbele na mpango wowote mpaka uhakikishiwe na Mungu ya kwamba anakuongoza. Tafuta mashauri kwa watu wenye imani, watu wa kiroho wakupatie mashauri. Usiende kivyako, utaangamia. Tunaishi kipindi ambacho shetani ameweka makucha yake duniani. Masuala ya ndoa, vifo vingi vinatokana na mambo ya mahusiano, mapenzi na ndoa. Usikubali kuwa victim wa shetani. Omba sana. Tafuta mashauri mengi. Soma maandiko. Wale ambao wanajiita watu viongozi wa dini, chukueni majukumu. Kama vile ambavyo sisi tumechukua majukumu ya kuongoza watu na kuelekeza. Fundisheni wanaume ya kwamba mnaweza kukaa kwa ndoa zenu na zidumu mpaka kifo kiwatenganishe. Wafundisheni watu ya kwamba tunaweza kukaa kwa imani na tuongozwe na Roho wa Mungu na tuwe watoto wa Mungu. Na pia tuwafundishe watu ya kwamba katika ndoa kuna mambo mengi. Kuna matatizo mengi, kuna makwazo mengi, lakini kuna njia za kusuluhisha mambo ya ndoa. Ndio naona katika mambo ya ndoa kunakuwa na watu ambao ni wa kiroho. Kulingana na maandiko, watu wa kiroho. Biblia inasema kuna wamama wa kiroho, kuna wazee wa kiroho ambao wanaweza kusimamia wale ambao ni vijana wachanga hata katika ndoa zao. Ili kwamba kama wako na matatizo, mtu wa kwanza wa kufikia ni wale ambao walikuwepo wakati wanaunganishwa, watu ambao ni wazazi wa kiroho. Wanaweza kuwasaidia. Inamaanisha ya kwamba kwenye kanisa wale ambao wanaoana wanakuwa na waangalizi wao, wanawaelekeza katika ndoa yao mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu. Unaona wale wanafanya kamui stay wako na shida nyingi zaidi. Patana huko kwa stage ya magari, wengine wamepatana huko kwa hoteli, wameishi mwaka moja, wamezalisha watoto. Hawajawahi kuingia mahali inaitwa counseling, hawajui ndoa ni kusema nini, wanavurugana kidogo tu. Unaona mwenzake anachukua mwiko anatandika mwenzake, inavimba hivi, inafura kichwa. Anachukua mizigo anaenda kwao. Anaenda naoleka kwingine. Ndio shetani amefanya hivi. Hayo ni mambo ya kishetani. Mwanamke usikubali kuoleka, usikubali kuingia kwa nyumba ya mwanaume yeyote yule mpaka wazazi wajue, mpaka kanisa lijue. Kama unaenda kanisani, tafuta watu wa kanisa waeleze. Usikubali kulala na mwanaume yeyote yule kama kanisa halijajua. Usikubali. Blanda ambayo mnafanya wanawake. Umelala na mtu ndio unataka kumwacha, hata kuua na kuweke kwenye gunia, tapatikana huko kwa shamba ya miwa. Kuna mwanaume anafanyanga vitu kama hivyo. Ndio naona. Akuachilie aje? Na mlishalala naye na ukasema unampenda, sasa hivi umeona mwingine, utajipata kwa gunia huko ndani ukiwa maiti. Usikubali kuingia kwenye chumba cha mwanaume yeyote kama wazazi hawajui, kanisa halijui. Nimekwambia niko na kesi moja. Msichana moja na nilimuonya, nikamwambia wewe enda usome kwanza. Na ni kama hako ananisikia. Wasichana sikiangeni saa zingine. Mnasikia mtu akiwaongelesha. Anajifanya anasikia na inatoka na pande hii kidogo. Baada ya miezi 6 amekamata mimba. Mzee, ulipata wapi? Boyfriend. Ulipata wapi? Na nilikuambia. Si nilikuonya nikakwambia wewe kaa pole pole. Enda kwanza shule, soma, pata kitu unaweza kufanya. Miaka yako ni kidogo. Sasa miaka 21 ushapata mimba, unataka kuzaa na 21 years, umeharibu hesabu ya maisha. Wapendwa, Bwana wabariki sana jioni ya leo. Hatuna mengi ya kusema. Biblia inasema ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, maana Mungu atawahukumia wazinzi na washirati. Tukaeni katika imani. Na Bwana azidi kutubariki sana. Tuzidi kuomba ili kwamba Mungu afanikishe kazi yake ambayo tunaiona sasa ni kana kwamba anaifungua, ili jina lake litukuzwe. Asanteni sana kwa sababu mmekuwa pamoja nami, na sambazeni video hizi. Kama ungehitaji msaada wowote ule, nifikie kwenye nambari zangu za simu. Zungumza nami, sijafunga WhatsApp yangu. Ongea na mimi, nitakupatia mashauri yoyote ile ambayo unataka. Usiogope. Na kama familia iko na matatizo, watafute watumishi wa Mungu. Unaweza kutafutana, tuweke vikao, tuombe pamoja na tushauriane. Maandiko yanasema panapo mashauri hapaharibiki neno. Kinyamaza kivyako ni matatizo. Tafuta watu ambao unaweza kuzungumza na wao. Sisi tumejitolea, tutakusaidia. Usiogope.
Usiogope, andika tu ujumbe mfupi, mtumishi, mimi nataka tuzungumze, kuna jambo linanitatiza. Nitakupigia simu, tutaita watumishi wengine kama wawili ama mmoja, tutakusikiliza. Na utaratibu wa Biblia, tutaomba pamoja, usijali. Siku hizi teknolojia ni kubwa. WhatsApp call, piga tu simu, tunaongea, piga magoti, tunaomba, alafu tunapeana mashauri. Tutakupatia ushauri rafiki. Usiogope, Mungu atakupigania, Mungu atakushindania. Na kama mmezozana katika ndoa, kuna njia ya kusuluhisha. Hata kama mwenzako ametoka nje ya ndoa, usiogope. Usiinue kisu kumuua mwenzako. Usimpige mwenzako na mwiko, unaweza mpiga kichwa akufe. Kuna njia za kusuluhisha, njia za kukaa chini kwa pamoja, kuomba, kupata mwelekeo. Tafuta watu wa imani, waeleze imekuwa hivi na hivi, tutaitana vikao. Usifanye jambo ambalo litakufanya wewe ukuwe na regrets. Maisha bado ni makubwa na Mungu bado yupo na kuna uzima wa milele. Bwana wabariki sana. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nanyi. Tunaomba. Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu umetubariki na umekuwa pamoja nasi katika somo hilo. Tumejifundisha mengi. Shetani amefanya mengi kusabaratisha ndoa nyingi na mahusiano mengi yamekuwa ni mahala ambapo kumekuwa na vilio. Saidia kila moja. Wote ambao wanakulilia katika mahusiano mabovu, fika kwa haraka, tuma malaika zako watakatifu wanusuru kila moja. Nasi watumishi wako tunazidi kukuomba, fungua milango na njia ili kwamba kazi hii iweze kuwafikia wengi, ya kunusuru mioyo ya watu na kuwaponya roho zao. Neema yako itufunike. Tumefikia hapo mwisho. Familia ambazo zinaomboleza, Bwana wafariji. Wale ambao wamepatikana na majanga za vifo vya wapendwa wao ndani ya mwezi uliopita kwa ajili ya vita vilivyohusu mapenzi, wafariji. Wape amani. Neema yako iwatoshe. Tunaomba mapenzi yako yatimizwe kwa kila jambo. Tulinde, tufunike chini ya mbawa zako, malaika zako daima waongoze hatua zetu katika njia za salama. Ni kwa imani tumekuomba kupitia jina la Yesu aliye Bwana na haki yetu, tumeomba na kuamini. Amina. Bwana wabariki. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi.